tunaenda Dodoma baadaye. Tuanze na mtu wa Morogoro. Tukikuwa kwa jinsi inaweza kuwa ni kitu kigeni sana, lakini Mbaraka Mwishe akiimba Morogoro maji karibu jamani Morogoro. Vile vilimo ukiviona eti vilikuwa vinatiririka maji, sasa hivi havipo. Maji yamejificha huko ndani. Saisi Kejo, mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya maji Morogoro MORUWASA, karibu sana katika mada kuu, na utupe tathmini walau kwa dakika 2 upatikanaji wa maji katika mji huo wenye vyanzo vingi vya maji mpaka sasa hivi. Sana. Kwanza nashukuru kwa kuwa wa kwanza kuzungumza, kwa sababu mnafahamu Morogoro ndiko ambako kwa kweli ni bakuli lile la maji. Kwa hiyo vyanzo vingi vya maji huku Pwani, Dar es Salaam na Morogoro yenyewe vinatoka hapa. Mnafahamu kwamba bwawa la Mwalimu Nyerere liko Morogoro. Bwawa kubwa linalojengwa la Kidunda liko Morogoro. Bwawa la Morogoro lenyewe Mindu liko Morogoro. Bwawa la Mindu linahifadhi maji karibia lita bilioni 12.62. Kwa ni maji mengi. Lakini bwawa la Kidunda taenda kuhifadhi maji lita bilioni 190. Kwa hiyo can imagine hizo maji, rasilimali maji ambazo zinaenda kuhifadhiwa kwenye mabwawa hayo. Ukiachilia mbali bwawa la Mwalimu Nyerere ambalo linahifadhi maji karibia 10 mara 10 ya ile bwawa la Kidunda. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba Morogoro ni sehemu muhimu sana kwa ustawi wa uchumi wa nchi hii. Lakini sasa Morogoro yenyewe sasa hali yake ikoje kama mlivyosema ya upatikanaji wa maji? Kwa kweli hali ya upatikanaji wa maji kwa sasa imeimarika sana Morogoro. Morogoro hasa manispaa ya Morogoro hali si mbaya. Kitu ambacho kipo tu ambacho tunakifanyia kazi ni kuongeza sasa uwezo wa uzalishaji maji. Sasa hivi tunaweza kufikia karibia 58% ya mahitaji ya Morogoro. Mahitaji ya Morogoro ni kama lita milioni 81 kwa siku. Sasa hivi tunaweza kuwapatia lita milioni 47 kwa siku. Kwa wananchi wanapata huduma, lakini wanapata huduma kwa mgao. Nia yetu ni kuondoa huo mgao kabisa. Na kazi kubwa inafanywa. Tayari tumeingia mkataba mkubwa wa kuweza kujenga mtambo mpya utakuwa unaweza kuzalisha lita milioni 54 kwa siku. Na tukiweza kufanya hivyo, basi wananchi wetu wanaweza kupata huduma ya maji masaa 24 kwa siku 7 kwa wiki. Sasa ni nini ambacho huwa kinasumbua Morogoro? Kwa sababu ukienda watu wengi wa Morogoro, tanisamee, kila anayefika kutoka Morogoro ukimuuliza anatoka Kihonda. Yaani kama ndo Oysterbay ya Morogoro. Sasa watu wa Kihonda huko na maeneo mengine wamekuwa kilalamikia huduma ya maji licha hivi vyanzo, na umesema mko kwenye hiyo mikakati. Hiyo mikakati sio hadithi za kusikia maneno matamu. Jambo jema ambalo naweza kuisema ni kwamba tarehe 19 Januari tulisaini mkataba wa bilioni 81 na wananchi wa Morogoro walishuhudia, na mkandarasi anaanza kazi mwezi ujao. Anaanza rasmi kazi, na kwa sababu tulisaini tarehe 19 mwezi wa kwanza, kwa na mambo lazima tukamilishe ili aanze kuanza kazi. Kwa mwezi wa 4 mkandarasi atakuwa site. Kwa kila mmoja mwenye macho ataweza kuona kile ambacho kinafanywa na serikali ya awamu ya 6. Esero, tumekuwa hapo ni bakuli. Tutaenda kumuuliza pia waziri wa maji atueleze pamoja na katibu wa wizara hiyo kwamba bakuli la maji, lakini kuna mgao wakati mwingine, na takwimu tulizotajiwa na uhalisia na wananchi wa Morogoro wakililia hayo. Tuende kwa mkurugenzi wa bonde la Pangani, moja kati ya chanzo ama vyanzo vya maji tulivyojaliwa. Pengine hali ya bonde ikoje, mhandisi Segule? Asante sana. Jambo la kwanza lazima nikiri kama alivyosema mwenzangu, yeye amezungumzia Morogoro. Lakini sisi tunapozungumzia vyanzo, tunazungumzia vyanzo nchi nzima. Of course mimi ni mkurugenzi wa bonde la Pangani, lakini ndio mwenyekiti wa kurugenzi wa mabonde nchini pia. Kwa hiyo naweza pia kuzungumza ya wote. Uzuri uko hapo Lakini hali ya maji, hali ya vyanzo nadhani kwa sasa iko vizuri kwa sasa, lakini bado tunahitaji kuvitunza. Sisi tuna vigezo vyetu vya kupima upatikanaji wa maji. Tunasema maji
tunazungumzia rasilimali maji ile inayozunguka, iliyo kwenye mzunguko, renewable resources. Na ile inayozunguka kwa Tanzania, pato letu sisi kama Tanzania tunasema ni zile ni cubic mita bilioni 126. Mheshimiwa Waziri amekuwa akizungumza hizi, ambapo bilioni 105 ziko juu ya ardhi na 21 ziko chini ya ardhi. Sasa maji haya yanagawanywa kwa watu. Yakifikia hatua upatikanaji wa maji haya, pato la mtu mmoja, wale wachumi watanielewa, per capita kama kwenye fedha, likiwa chini ya 1700, tunasema tuko kwenye hali mbaya. Lakini sisi kwa pato letu la maji la kila Mtanzania mpaka sasa tunasema lipo kwenye around cubic mita 2300 hivi. Kwa hiyo tunaonekana tuna hali nzuri kwa tafsiri hiyo. Lakini tulipokuwa watu milioni 10 mpaka miaka ya 60, pato hili lilikuwa tuna kila mmoja ana wastani wa cubic mita 12,000. Kwa hiyo zimetoka kwenye kule 12,000 tumefika kwenye 2,300. Maana yake kuna hatua ambazo sisi sote tunapaswa tuzichukue kuhakikisha tunabaki kuwa na maji na hifadhi ya maji kwa ajili ya kazi zetu mbalimbali. Tunaifanyaje hiyo hifadhi ya maji? Ndio hizi jitihada ambazo serikali ya awamu ya sita inaendelea kuzifanya, ikiwemo pamoja na kujenga mabwawa. Na kujenga mabwawa tunaongeza nafasi ya sisi kutumia yale maji. Kwa tunaongeza nafasi ya maji yetu kwenye mzunguko. Kwa hivyo tunaongeza uwezekano wa sisi kuwa na maji muda mwingi na hivyo kuepukana na uhaba wa maji. Kwa hiyo nadhani hali ya maji kwa maana ya sisi kama taifa tuseme iko vizuri, lakini bado tunazungumzia tuzingatie yale maneno ya Mheshimiwa Rais anasema no blue, no green, no nation. Kwa hiyo ni lazima tujikite hapa, na sisi kauli mbiu yetu tunasema utunzaji wa vyanzo vya maji ni jukumu letu sote. Kila mmoja achukue hatua katika eneo lake katika kuhakikisha vyanzo vya maji vinatunza. Waheshimiwa, kuanzia ngazi ya taifa, lakini mpaka kwa nashukuru mwenyekiti wa waheshimiwa madiwani wa serikali ya mitaa. Hawa ndio watu muhimu sana kule kwenye ngazi ya jamii. Kwa sababu sisi tunapozungumza vyanzo, tunazungumza vyanzo kwetu tafsiri yake ni aidha mto, bwawa, ziwa. Ulimjaribu ndugu yangu pale idadi ya vyanzo. Kwa hiyo sisi vyanzo ni various, chemchem, hivi vyote vinatokea huko kwenye jamii. Kwa hiyo tukishirikiana sote ndipo tutapata matokeo stahiki ya vyanzo vyetu vya maji, kuyatunza na ili viweze kuwa endelevu. Kwa hiyo mimi nadhani katika hatua hii niseme tu vyanzo vilivyopo Tanzania kwa hatua hii, kwa takwimu zilizopo ni toshelevu, lakini tuna kazi kubwa ya kufanya hili tusifikie. Toshelevu unamaanisha? Na maanisha hizi takwimu. Na maanisha takwimu na ndio maana unajua huyu amezungumzia vyanzo vya Morogoro. Lakini ndio dhana hapa ya waheshimiwa viongozi wetu wamekuja juu ya gridi ya taifa. Haya maji hayako sawa kila mahala. Lakini tunaweza tukatumia fursa ya kule liko mengi tukatumia kupeleka huduma kule liko machache. Lakini unaiona hii taswira ya gridi ya taifa inazungumzia uchukuaji wa maji sio kwenye mabomba tu, hata kwenye mitaro, ili tuwape nafasi wenzetu pia wa umwagiliaji na wengine waende wanufaike na rasilimali za maji zilizokuwa nje ya mipaka yao. Na ndio maana haya mabonde hazingatii mipaka ya kiutawala ya kimkoa. Sisi tuna mipaka yetu ya kimaji, na hii iliwekwa kwa dhana hiyo kwa maksudi kabisa, na sisi ndio vinara wa kutoa fursa ya wenzetu wale wa water supply, wenzetu wa umwagiliaji kuyatumia maji haya bila kujali mipaka yao ya kiutawala ya ndani. Kwa sababu maji yatatoka kwenye bonde moja kwenda kwenye bonde nyingine, na sheria ilisharuhusu hiyo kwenye kupitia sheria yetu ya usimamizi wa rasilimali za maji namba 11 mwaka 2009. Esero, umepata kweli hapo Yes, nimepata. Baadaye nitamuuliza huko mbele huko, maana kuna mashaka ya idadi ya watu ikiongezeka, alafu na namna ambavyo tutaweza kukabiliana na hiyo idadi, na
ilo pato la maji kwa mtu mmoja mmoja? Atatujibu hapo baadaye. Uzuri swali linajiuliza, je, gridi ya taifa ni mwarobaini wa changamoto ya maji nchini? Na moja kwa moja tuelekee Dodoma, Esero. Naam. Waziri wa maji Juma Aweso yupo tayari kwa ajili ya kutueleza katika ziara aliyoifanya na kote walikopita. Waziri wa maji, pengine karibu na utueleze kwanza kuhusiana na hii gridi ya taifa ya maji. Pengine ni kitu gani na mtafanya vipi kama serikali? Kwanza nitumie nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu, lakini na mimi niungane na Mheshimiwa Rais kutoa pole kwa wananchi wa Isimani kwa kuondokewa na Mheshimiwa mbunge wao kipenzi kabisa, Mheshimiwa Waziri Lukuvi. Lakini pia pole kwa Mheshimiwa Rais na Spika wa Bunge. Kwa kweli ni mzee wetu ambaye ametusaidia sana katika uongozi bungeni na hata katika shughuli zetu hizi za kiwaziri. Alikuwa kiongozi mzee wetu ambaye ametangulia kwa siku nyingi, kielelezo chema hasa kwa sisi viongozi vijana. Mungu ailaze mahala pema roho yake peponi. Lakini kubwa na niwashukuru sana TBC kwa hii ajenda ya kitaifa ya swala zima la National Grid. National Grid ya taifa maana yake ni nini? Maana yake haya kwanza ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan katika ndoto yake ya kutatua matatizo ya maji. Kipindi anapokuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa mara kwanza anahutubia bungeni, alitoa maelekezo mahususi kwa wizara yetu ya maji kwamba yeye ni mama na asilimia kubwa anaoteseka juu ya adha ya maji ni wakina mama. Hataki kusikia, hataki kuona wamama wa nchi hii wanateseka juu ya adha ya maji. Kwa hiyo amefanya reform nyingi sana katika wizara ya maji juu ya uanzishwaji wa wakala wa maji vijijini, kubadilisha budget, kuongezea fedha, kuhakikisha kwamba wizara ya maji haina kikwazo katika kutatua matatizo ya maji. Ametununulia magari ya uchimbaji visima, uchimbaji mabwawa kila mkoa ili kuhakikisha kwamba tunatatua tatizo hili la maji. Lakini maelekezo ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, tukizingatia kwamba sasa hivi tuna dira 2050, kwamba tunapokwenda katika dira 2050 maana yake moja, population inakuwa kubwa, lakini la pili kwamba tunakwenda katika uchumi mkubwa kama taifa. Tunapozungumzia swala la uchumi mkubwa wa kitaifa, manake lazima tuwe na rasilimali toshelevu. Kwa maana gani? Kwamba rasilimali toshelevu tunapozungumzia kongani ya viwanda, manake lazima uwe na maji toshelevu. Unapozungumzia kilimo, sio kilimo cha kutegemea kudra za Mwenyezi Mungu mpaka mvua inyeshi, manake lazima tutumie rasilimali tulizokuwa nazo ili tufanye kilimo cha umwagiliaji. Leo tuna wenzetu wa mifugo inahitaji maji lazima yao ya uhakika. Kwa hiyo maelekezo ya Mheshimiwa Rais anatambua kabisa nchi yetu ya Tanzania si maskini wa vyanzo vya maji. Ukienda zako Katavi tuna ziwa Tanganyika mpaka Kigoma mpaka Rukwa, lakini ukienda Ruvuma kule tuna ziwa Nyasa. Ukienda ziwa Victoria kwa maana ukanda huu wa ziwa kuna Mwanza, Simiyu, Shinyanga mpaka Geita tuna ziwa Victoria. Lakini tuna mito mingi sana. Ukienda Ruvuma, ukienda Mtwara tuna mto Ruvuma. Ukienda Pwani tuna mto Rufiji. Ukienda Tanga tuna mto Pangani. Ukienda Kigoma tuna mto Maragarasi. Mito hii, maziwa haya tulokuwa nayo basi yatumike kutatua changamoto ya maji. Si tu kutatua changamoto ya maji ya kunywa. Nini maana ya gridi ya taifa? Kwamba sasa tutoke sasa kutoka wizara ya maji ya kunywa, wizara yetu ya maji iwe wizara chochezi ya kiuchumi, ili kuhakikisha kwamba swala la maji inakuwa si changamoto katika taifa letu. Swala la maji kwenye viwanda, swala la maji kwenye kilimo, swala la maji kwenye mifugo na katika kada zingine, kwamba tuna maji toshelevu. Waziri Aweso, pengine tuchoree picha ya kile kitakachofanyika. Waziri Aweso, tunaomba utuchoree picha nini kitakwenda kufanyika katika hiyo gridi ya maji ya taifa. Sio tumeshaanza. Hivi ninavyozungumza manake tumeyatoa maji ya ziwa Victoria. Yameshafika Tabora na wilaya zote za Tabora zimeunganishwa na maji ya ziwa Victoria. Na sasa hivi tumepewa maelekezo mengine ya Mheshimiwa Rais kwamba maji yale sasa ya ziwa Victoria yatoke kule yaje mpaka Dodoma. Tumeshafanya usanifu, manake sasa hivi tunahitaji fedha katika kuhakikisha tunampata mkandarasi kwa ajili ya kwenda kutekeleza hii ndoto ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Ukienda Simiyu
Tuna mradi ambao unatekelezwa sasa hivi wa bilioni 440. Mkandarasi uko site. Wilaya zote katika mkoa wa Simiyu zitaunganishwa na maji yale ya Ziwa Victoria. Mkandarasi yuko site ninavyozungumza. Ukenda kanda kaskazini, tuna mradi wa Same Mwanga. Mradi ule umekamilika. Kamilika kwake maji yale sasa yanakwenda mpaka Korogwe. Yakifika Korogwe pale tuna mradi wa miji 28. Mkandarasi uko site, zaidi ya bilioni 170 kwenye gharama zake. Maji yale sasa ambayo yanaungana na maji ya Same Mwanga yatachukuliwa, maji yale yatasaidia Korogwe, yatakwenda Muheza, yatakwenda Pangani, yataenda Handeni, yataingia mpaka Chalinze, yatakutana na maji haya ya Dawasa ambayo yanatumia Wameruvu pamoja na huu mto Ruvu pamoja na ule Wami mpaka yanakwenda Dar es Salaam. Lakini ukenda zako ukenda Karagwe kule mkoa wa Kagera, ukenda jimbo la Kayanga pale kwa mheshimiwa Bashungwa, upo mradi wa zaidi ya bilioni 60 ambao unatumia maji ya Rwakajunju. Kuna ziwa pale, maji yale target yetu ni kuhakikisha kwamba anafika Misenyi pale. Kuna mradi ambao Mheshimiwa Rais amekushazindua ambao unatumia chanzo cha mto Kagera, ambao wana Misenyi pale mjini wanatumia maji yale. Target yetu afike Bukoba mjini. Bukoba mjini pale tuna mradi ambao umeshakamilika zaidi ya bilioni 30 na wanatumia maji yanaenda mpaka Kemondo mpaka Maruku, ambapo sasa hivi tunatafuta fedha kwa ajili ya ujenzi wa mradi mkubwa pale Muleba. Lakini sasa hivi tunapata fedha kupitia wenzetu wa Hungary kwa ajili ya kutengeneza mradi wa maji mkubwa pale Biharamulo. Lakini Biharamulo utaungana na mradi wa Chatu wa maji ya Ziwa Victoria ambao umekushatekelezwa mradi sasa hivi. Mkandarasi yuko site, maji yale yatakwenda mpaka Bwanga, na pale Geita mjini tuna mradi mkubwa kuyatoa maji ya Ziwa Victoria, yataungana Katoro Buseresere mpaka Bwanga, lakini maji yale yatakwenda mpaka Sengerema. Kwa hiyo hii roho itakuwa tayari tumekwishaunganisha. Lakini ukenda zako Songwe pale Tunduma tuna mradi mkubwa wa zaidi ya bilioni 100 ambao tunatumia maji ya Mto Momba. Maji ya Mto Momba yatakwenda Tunduma, maji ya Mto Momba yatakwenda mpaka Vwawa Mlo. Lakini ukienda pale Mbeya mjini tuna mradi mkubwa wa zaidi ya bilioni 119 wa kuyatumia maji ya Mto Kiwila. Kandarasi yuko site kwamba maji yale yaje yaungane. Lakini ukienda Mbalali pale upo mradi wa miji 28 ambao tunatumia maji pale. Kuna mto ambao maji yale sasa yanakuwa Mbalali yatakwenda mpaka Wanging'ombe mpaka Makambako, ambapo mkandarasi yuko site. Lakini kwa eneo la Ziwa Tanganyika sasa hivi ninavyozungumza tuna mhandisi mshauri. Mhandisi mshauri sasa atachukua maji yale sasa ya Ziwa Tanganyika kwa ajili ya mkoa wa Katavi, mkoa wa Rukwa mpaka Kigoma, na kwa kuwa maji yameshaingia haya ya Ziwa Victoria Tabora, manake tunaweza tukashusha pale Tabora yakaweza kuungana na haya maji ya Ziwa Tanganyika na yale ya Ziwa Victoria, ambao kazi ambao Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameifanya. Lakini kwa eneo sasa la Pwani tuna bwawa hili la Mwalimu Nyerere kwa maana ya Mto Rufiji. Maji yale sasa tunataka tuyachukue tuyalete Dar es Salaam, lakini mengine yaende Lindi mpaka Mtwara, ambao yataungana na haya maji ambayo yaweza kwa kutumia Mto Ruvuma au na hili ziwa la Ziwa Nyasa ambao yatashuka mpaka huku Mtwara, lakini mengine yatashuka mpaka Njombe. Kwa hiyo ndio dira ambayo tulokuwa nayo, na tumekushaanza baadhi ya maeneo, na kuona ni kuamini. Nadhani TBC mna nafasi ya kwenda kupita kuona jitihada kubwa zilizofanywa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu. Huwa anasema kwamba Wizara ya Uchukuzi na SGR ya kutoa maji, ya kutoa reli sasa hivi kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma. Wizara ya Maji tuna SGR, tumetoa maji ya Ziwa Victoria kutoka Mwanza, sasa hivi yameshafika Tabora, na safari ambayo inaanza sasa ni kuhakikisha kwamba yanafika katika jiji la Dodoma. Na Mheshimiwa Waziri, asante sana. Tubaki hapo Dodoma kwa Mhandisi Mwajuma, Waziri Katibu Mkuu wa Wizara ya Maji. Mheshimiwa Waziri amechora ramani nzuri, mchoro wote wa namna ambavyo maji yanakwenda huko. Sasa asipokuwa makini mtu anaweza kuona kwamba kumbe maji Tanzania yote jamaa wanayo wako vizuri. Sasa tuende kwa Mhandisi Mwajuma. Katika vile vijiji vyetu zaidi ya 12,000 kuna zaidi ya vijiji 1,000 Tanzania havijapata maji, na sera ya taifa ya maji inataka watu wasiende mita zaidi ya 200 kwenda na 200 kurudi. Kwa hiyo zinakamilika 400, lakini pia
tulikuwa na Chama cha Mapinduzi ambacho chama tawala kilitaka maji iwe 85% kwa vijijini katika ilani, lakini pia kwa mijini 95%. Tukiunganisha hayo yote 2025 imeshaisha, leo tuko Machi. Hivi tumefikia wapi kwenye zile 85 za vijijini sasa hivi, mijini 95%? Asante sana ndugu mtangazaji, na mimi kwanza nitumie fursa hii kuwashukuru sana TBC kwa kuweza kuandaa kipindi hiki ambacho kitaweza kutusaidia kutoa elimu pia na wenzetu wananchi wa Tanzania waweze kupata uelewa kuhusiana na rasilimali maji tulizonazo Tanzania na mikakati ambayo serikali tunaendelea nayo. Na nikirudi kwenye swali ambalo umelitoa ni kuhusiana na asilimia upatikanaji wa huduma ya maji Tanzania. Kutokana na ilani ya chama iliyopita kuanzia mwaka 2021 mpaka 2025, Wizara ya Maji tulielekezwa kwamba huduma ya maji iwafikie wananchi wa vijijini kwa asilimia 85 au izidi 85 na kuendelea, na kwa upande wa mijini tuwafikishie kwa at least asilimia 95 na kuendelea. Na mpaka takwimu zetu huwa tunazifanya kila inapofika mwezi Disemba, mwisho wa mwaka, na kwa mujibu wa takwimu ambazo tumefanya mwezi Disemba 2025, asilimia 85.2 imefika. Kwa hiyo tumevuka lengo kwa maeneo ya vijijini, na kwa upande wa mijini tumefikisha asilimia 92.5, na tunaweza tukaona kwamba hatujafikisha lengo la asilimia 95, lakini tuna miradi iliyokuwa inaendelea takriban zaidi ya 1200, na kukamilika kwa miradi tu ya miji 28 ambao tunatarajia itakapofika mwezi Disemba mwaka huu maeneo mengi yatakuwa miradi hiyo itakuwa imekamilika, tunaenda kufikisha asilimia 95 na zaidi. Kwa hiyo hiyo ndio hali halisi ya upatikanaji wa huduma ya maji kwa Tanzania nzima. Sasa nikirudi katika swala la vijiji, ni kweli Tanzania ina vijiji 12,333, na ukienda ukahesabu vijiji ambavyo vina huduma ya maji tunasema sahihi, miundombinu ya maji ambayo imejengwa sahihi, watu wanapata huduma ni vijiji 10,758. Kwa hiyo inapelekea kuwa na gap ya vijiji 1,575 ambavyo havina huduma ya maji. Hatuwezi kusema havina huduma ya maji kwa sababu hakuna binadamu ambaye anaishi bila maji. Haiwezekani wananchi katika hivyo vijiji vyote wakawa wanaishi bila kutumia maji. Lakini tunasema kutakuwa kuna maji, lakini hakuna zile miundombinu sahihi ambayo yani mtu hawezi akaenda akachota maji bombani akapata maji ambayo ni safi na salama. Huenda anayapata maji kwenye visima vyetu vifupi, yanakuwa hayajatibiwa, au anaenda kwenye mito yetu na vitu kama hivyo. Sasa sisi kama Wizara ya Maji tumeliona hilo, na focus yetu kama sekta ni kuhakikisha, kwa sababu unaweza serikali imefanya kazi kubwa sana. Mheshimiwa Waziri amechora ramani na ametaja gharama ya jinsi gani serikali inaendelea kutekeleza na kupanua uwigo wa miundombinu sahihi ya kuwafikishia huduma ya maji wa Tanzania, maji safi na salama. Lakini kati ya vijiji 12,333, 10,758 vimepata huduma ya maji, miundombinu sahihi, maji safi na salama. Ila hivyo 1,575 mwananchi hawezi kukuelewa ukisema nimefikisha huduma asilimia 85. Kwa hiyo sisi tumejipanga kama wizara kuhakikisha sasa tunaenda hivyo 1,575 wapate miundombinu ambayo ni sahihi. Kama walivyotoka kuzungumza wenzangu, Tanzania si maskini ya rasilimali za maji. Tuna mito mingi, tuna maziwa mengi, lakini kama walivyozungumza, mgawanyo wa haya maziwa, mgawanyo wa hii mito, kuna maeneo mengine yapo maji mengi, maeneo mengine maji ni machache. Ili uweze kuyasafirisha kuwafikishia wananchi huduma hiyo, wakati mwingine inakuwa inahitaji gharama kubwa. Kwa hiyo tumejipanga kwa njia za muda mfupi na kwa njia za muda mrefu. Njia za muda mfupi wamezungumza wenzangu waliotangulia huko Dar es Salaam, tuna maji pia chini ya ardhi. Ndio njia ya kwanza ambayo ni rahisi. Unaweza tukafanya survey, serikali imeshatuwezesha sisi kama sekta, imetununulia vifaa kwa ajili ya kuangalia hapa kuna maji chini ya ardhi, vifaa vya kisasa. Tumenunuliwa mitambo kwa ajili ya kuchimba endapo tutagundua hayo maeneo kuna maji. Kwa hiyo sasa tumejipanga na nguvu kubwa tunaielekeza katika kuhakikisha vijiji hivyo vinaenda kupatiwa huduma
ya maji safi na salama. Na hatutafanya sisi peke yetu kama wizara au si serikali peke yake. Tunazungumzia sasa hivi ni utekelezaji wa dira 2050. Utekelezaji wa dira 2050 ili tuweze kufikia yale malengo, involvement ya private sector, sekta binafsi lazima tuwashirikishe. Kwa hiyo tumejipanga kushirikiana na wadau mbalimbali wakiwemo private sectors, CSO, NGOs, pamoja na watu wengine wote. Hata kama ni mtu wa kawaida ana uwezo, amewiwa, kaona kile kijiji, anaweza akaenda akatupatia kisima na maji chini ya ardhi yanapatikana, tunamkaribisha katika kuunga hizo juhudi ili tuhakikishe sisi ndani ya miaka yetu 3-4 1500 tunaita 1575, sisi Wizara ya Maji tupo site kikazi zaidi. Lazima tuhakikishe hivyo vijiji vinaisha na wale wananchi wanaenda kupata huduma ya maji safi na salama. Na asante sana mhandisi. Tutarudi Dodoma baadaye. Alichosema mhandisi Mwajuma Waziri ni hakikisho anafanya agano na Watanzania wanaotazama sasa. Lakini pia unaweza kutupata mbashara kabisa kule YouTube TBC Online. Kama una maoni, una maswali, unaweza kuyaacha hapo. Alafu si wataalamu hapo ndo majumbe wenyewe hawa. Kwa hiyo mzigo wote tutawashushia hapa. Turudi kwako kabla kuelekea kwa wazungumzaji wengine. Tuende kwa mkuu wa DAWASA kabisa hapa, ambaye watu kama Wasinzadi kule wakikuona hapa watakuwa na story yao, wanataka ufanye jambo. Hebu sasa utuambie kwa DAWASA Dar es Salaam na ukanda ambao mnahudumia mkoa wa Pwani, mkienda mpaka kwenye baadhi ya vijiji vya mkoa Morogoro na Bagamoyo pia, hali ya upatikanaji wa maji sasa hivi Dar es Salaam, ninyi mko kwenye wigo gani? Asante sana. DAWASA kwa sasa tunatoa huduma katika eneo lote la Dar es Salaam, eneo la Pwani. Kwa upande wa Pwani tuko Bagamoyo, Kibaha, Kisarawe, Mkuranga. Pia upande wa Morogoro kama ulivyosema, Morogoro vijijini pia tunafika. Na sehemu ya Tanga pia tunafika. Na eneo lote hilo ambalo tunahudumia takriban watu 7.4. Na uwezo wa uzalishaji wa vyanzo vyetu hadi sasa ni lita milioni 554. Lakini mahitaji yetu kwa wakazi hao ambao tumewataja ni lita milioni 773. Kwa ukiangalia kuna upungufu wa lita kama milioni 21. Kwa sasa tunachokifanya, tunaboresha kwanza kuhakikisha vyanzo tulivyo navyo vinazalisha katika uwezo wake. Kwa mfano, kwa sasa tuna uwekezaji mkubwa unafanyika pale Ruvu Juu na Ruvu Chini, ambao ndio vyanzo vyetu vikuu. Pale Ruvu Juu tunaweka pampu mpya ili kurudisha uwezo wake wa uzalishaji kama ulivyosanifiwa, na Ruvu Chini tunaongeza pampu 3 mpya na kazi inaendelea. Pampu zimeshaanza kufika na tunaendelea kuzifunga. Sasa hiyo ni kuhakikisha sasa ule uwezo wa kuzalisha zile lita 554 zinaendelea kuwepo, ingawaje tuna mapungufu hayo unayoyaona. Lakini kuna mpango wa muda mfupi ambao unaendelea pia. Kama ulivyomsikia katibu mkuu alisema vyanzo vya maji pia kuna chini ya ardhi. Kule Kimbiji tunazalisha mpaka sasa hivi lita milioni 37, lakini kuna mpango wa kuchimba visima vingine zaidi kuongeza lita milioni 40 ili kuweza kuongezea yale uwezo wa kuhudumia wananchi. Lakini pamoja na hayo, serikali ina mpango wa kupanua chanzo chake cha Ruvu Chini kuongeza lita milioni 90, ambapo itafanya kile chanzo sasa kiwe na uwezo wa kuzalisha lita milioni 360. Kwa namna ambavyo utaratibu ulivyokuwa, bomba la kusafirisha maji kutoka Ruvu Chini mpaka matenki ya Kimara yana uwezo wa kuzalisha kiwango cha lita 360 milioni. Kwa hiyo tukienda kupanua pale uwezo huo, sasa tutaongeza maji mjini. Na imani watu wa Sinzadi wananisikia kwamba tukiongeza ule wingi wa maji, basi shida hii itaisha kabisa. Kwa sasa eneo la huduma linatanuka kwa maana uongezeko wa viwanda na watu wanaongezeka.
na inakadiriwa mpaka kufika 2050 eneo letu la huduma tutakuwa na wakazi takribani milioni 16. Sasa hivi tunao milioni 7.4. Sasa ukiangalia kwenye 7.4 bado tuna upungufu wa lita milioni 200 nilivyosema. Kwa hiyo serikali pia ina mkakati wa dhati kabisa kama alivyosema Mheshimiwa Waziri, tunaenda kutumia chanzo cha Rufiji. Hivi tunavyoongea usanifu umekamilika na gharama za utekelezaji wa mradi zimeshafahamika. Kinachoendelea sasa ni kutafuta sasa wabia ambao tutakaoshirikiana nao ili tuweze kutekeleza mradi huo. Mahitaji ya fedha ni trilioni 4.1 kwa ule mradi ambao utahusisha kujenga tekeo, mtambo wa kusafishia, kulaza mabomba kilomita 400 na kitu, kujenga matenki ya kuhifadhia na kusambazia maji. Yale maji yatakapokuwa sasa yamekamilika kama Mheshimiwa Waziri alivyokuwa anaongelea gridi sasa ya taifa, sisi tutaendelea kuhudumia eneo la Morogoro kwa sababu sehemu kubwa ya ukanda wa kusini mwa Dar es Salaam pamoja na maeneo ya kati yatahudumiwa na chanzo hicho cha maji kutoka Rufiji, na Mto Wami pamoja na Ruvu utaelekeza nguvu kubwa sasa kuelekea upande wa Tanga pamoja na Morogoro. Kwa hiyo tunakiri kabisa maji yapo, lakini kulingana na wakazi kuwa wengi inabidi tushare kile kilichopo. Asante sana. Tushare kile kilichopo, bado Dar es Salaam tutakuja tu, situpo hapa. Na tunasema tutakuja Dar es Salaam Esero, nilikumbusha kuna msikilizaji aliuliza kuna kama miezi kadhaa hapa tulikuwa tunataabika na maji. Akasema kwa Dar es Salaam mnahangaika maji, si mna bahari? Kwa nini? Yaani sijui aliwasa nini, akafikiria kwamba tuingie kwenye bahari sasa. Pengine dosa wachakati yale maji tuyatumie majumbani. Mashariki ya Kati wanafanya sana hivyo. Sasa tutakuja kuona je, vyanzo vyetu havitutoshi mpaka tukimbilie baharini? Watatujibu wataalamu hivyo pia. Twende tumetoka mijini au situmalize meza kodo turudi. Mwenyekiti karibu. Mwenyekiti bana, dhima yenu ni kubwa sana. Ninyi ni walinzi wakubwa wa vyanzo vya maji, lakini pia hata miundombinu iliyoko huko. Ni kwa kiasi gani tukipita pale mtaani, kuna mtaa unaweza kupita ukahisi kama kuna maji yametoka ambako hayajulikani, unakuta na mto huko mtaani, bomba limepasuka, watu wanapita hawana time. Mwenyekiti, tunafanyaje kulinda vyanzo vyetu huko kwenye mitaa? Asante sana. Awali ya yote kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu mkubwa, Mungu wa rehema, aliyetujalia Tanzania kuwa na vyanzo vingi vya maji. Kama nilivyomsikiliza Mheshimiwa Waziri, lakini pia na wataalamu wengine walioweza kuzungumzia hilo. Lakini kwa nafasi ya kipekee nimshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kuwa mtu anayetizama jicho la pili watu wa Tanzania, kama alipofikia kwenye hatua ya kufungua gridi ya taifa, kwamba anataka kuhakikisha sasa Watanzania swala la maji liwe limeondoka, yani sio tatizo tena, iwe ni historia. Lakini kwa jitihada anazozifanya waziri wa maji Mheshimiwa Hawesu na watu wake wanaomsaidia, pia ni wapongeze kazi kubwa wanayoifanya. Kwa kweli kwa taratibu hizi ambazo mnatarajia kuja nazo za kwenda kwenye mfumo wa gridi ya taifa, mimi nafikiri kwamba sasa itakuwa mwarobaini wa tatizo la maji Tanzania. Kweli ukiangalia maeneo ya Singida yalikuwa na matatizo sana ya maji, Tabora palikuwa na shida ya maji, lakini sasa maji yanatoka Ziwa Victoria na yanafika kwenye maeneo hayo. Lakini ukija kwenye Dar es Salaam pia utakuja kuangalia kwenye hivyo vyanzo vya Ruvu chini na Ruvu, ameeleza hapa sasa hivi ongezeko ambalo linatarajia kuongezeka ili kusaidia huduma hiyo ya maji. Lakini wakati huo pia amezungumzia swala zima la mto Rufiji. Kwa hiyo utakuta pia huku Rufiji yakitoka maji kuja Dar es Salaam, vyanzo hivi vitaweza kutusaidia mkoa mzima wa Dar es Salaam kuondokana kabisa na tatizo la maji. Hata kikiwa kipindi cha kiangazi, nafikiri tatizo hilo litakuwa limekwisha. Lakini zaidi ya yote pia niendelee kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa bwawa la Kidunda, kwamba sasa anatengeneza store kubwa ya maji ambayo itaweza kutusaidia kwa kipindi cha kiangazi.
Kipindi cha kiangazi huwa tunapata tatizo la maji, lakini tulikuwa tumeweza kustore maji mengi, ina maana tutaweza kuyatumia hayo maji kwa kile kipindi cha kiangazi. Kwa kweli vyanzo viko vingi. Kuna chanzo cha maji kilichokuwepo Kigamboni, kuna visima vya maji kule ambavyo vipo Kigamboni. Kwa sasa hivi na vyenyewe navyo vimeweza kutusaidia kwa mkoa wa Dar es Salaam kuondosha hilo tatizo. Kwa hiyo nipende kusema moja kwa moja, sisi tukiwa wawakilishi wa wananchi, wenye viti wa serikali za mitaa, leo tuko hapa kwa niaba ya kuzungumzia jinsi gani wananchi wanatakiwa wapate huduma ya maji, lakini pia sisi tunatakiwa tupate hayo ambayo tunayapata kwa wataalamu, kwenda kuwathibitishia wananchi kwamba sasa tatizo la maji, baada ya kukamilisha utaratibu wa grid ya taifa, tatizo la maji litakuwa limeondoka. Kwa kweli ninashukuru sana, na namshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na Waziri wa Maji Juma Aweso. Mwenyekiti, mtani kwako yapo ama ni ya kutafuta kwa tochi? Nishukuru sana. Mimi kwa kweli, kwanza ni kutaarifu, mimi ni mkazi wa Kigamboni. Kwa hiyo kama nina visima kule Kigamboni, nina garantia kutumia maji vizuri kabisa bila ya mashaka. Visima vinafanya kazi? Niwahi kuishi Kigamboni, nilikuwa napata tabu ya maji mimi. Visima Kigamboni vinafanya kazi. Vinafanya kazi. Tupende kusema kwamba hii ni mradi unatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Pasiwe na marekebisho kidogo ukahesabu tayari umekosa maji. Mimi nilikuwa napata ya chumvi, ya kwako ni yale ya kawaida mazuri? Unatumia ya chumvi? Maji ya kwangu ni mazuri. Mazuri. Ninaishukuru sana Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante. Sasa Shamim, tumezungumza na mambo mengi sana ya mjini. Kuna mtaalamu hapa kwenye masuala ya vijijini RUWASA, ni kaimu mkurugenzi RUWASA, Mhandisi Amos Mtweve. Mhandisi, karibu sana tuzungumze. Dhamana yenu ni kubwa sana kule vijijini, na hapa tumeona sehemu kubwa ambayo pia haijapata maji ni vijijini. RUWASA mko katika hatua gani sasa hivi ili kuhakikisha kwamba wananchi huko, akina mama ndoo zinatoka kichwani, huko akina baba si hata bafuni utengewe maji, unafika tu unaoga ya mvua, akina mama lazima watoke saa 10 kwenda kuyatafuta? Asante. Na mimi niseme nashukuru kupata nafasi hii TBC kwa ajili ya kueleza sisi RUWASA tunafanya nini kwa ajili ya kutoa huduma ya maji mjini. Mimi naitwa Mhandisi Amos Mtweve, natokea RUWASA, nipo kwa niaba ya mkurugenzi mkuu RUWASA. RUWASA ni wakala wa maji na usafi wa maji na usafi wa mazingira vijijini, na sisi ni taasisi ambayo tumepewa jukumu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaweza kusambaza maji kwa wananchi vijijini. Na hadi sasa hivi kama alivyokuwa amesema katibu mkuu, huduma ya maji tumeshaisambaza kwa 85.2% kwa maana ya miundombinu ambayo yenye maji safi na salama ambayo imeshajengwa katika vijijini. Kwa hiyo tumebakiza hiyo asilimia chache. RUWASA kati inaanza mwaka 2019 tulikuwa kwenye 64.8%. Kwa hiyo katika muda huu mfupi ambao tumekwenda kwa hizo asilimia zaidi ya 20 ya kusambaza maji. Lakini hata hivyo mpaka sasa hivi tunavyoendelea, sisi RUWASA tuna miradi ya maji zaidi ya 800 inaendelea kujengwa vijijini na ina gharama karibu zaidi ya 1 trilioni. Kwa hiyo ni miradi ambayo tayari tunaendelea kuijenga kwa wananchi, ambayo tunahakika kabisa kwamba kishakuwa imeshafika basi tunaweza tukafikia zaidi ya 90% ya maji. Sasa hii miradi ni mikataba ambayo tayari tumeshaendelea na ujenzi unaendelea, na wakandarasi tayari wako site na wanaendelea na ujenzi. Kwa hiyo labda niseme hivyo, kwa hivyo kwamba sasa hivi RUWASA tunaendelea na ujenzi wa miradi, na tuna uhakika kwamba ndani ya miaka hii 5 itakapofika mpaka 2030 tutakuwa tumeshafika kwenye lengo la kufika 90% za huduma ya maji mjini tutakuwa imeshafikiwa. Kwa hiyo miradi tu ambayo tayari imeshakuwa inaendelea na ujenzi. Sasa ni tuzungumze, mwenye kutaka kuchangia, ana hoja, ana swali, anataka pia ufafanuzi kwa mali anapotokea. Karibu sana wana jukwaa tupate kuzungumza. Karibu sana. Jina langu naitwa Lazarus Anosisi Mwakiposa, makamu mwenyekiti wa wenyeviti wa serikali za mtaa mkoa wa Dar es Salaam. Mimi naomba kuchangia kama ifuatavyo. Ushauri wangu kwa DAWASA kwamba dunia inakuwa, tusitegemee maji ya Ruvu, nasema Ruvu chini, Ruvu juu. Kuna mtu mmoja aliongea kama utani,
lakini nadhani tunakokwenda lazima tuifikirie bahari. Tuifikirie bahari kwa sababu Dar es Salaam wananchi wanaongezeka kila siku. Wanapokuwa wengi zaidi, matumizi ya maji yanakuwa mengi zaidi. Kwa hilo ile mito inachukua muda mfupi na kauka. Ikikauka hapo nyuma, na tuliona miezi miwili ilikuwa changamoto. Mimi nililisha wanakijiji wangu. Nilikuwa na lita 35,000 chimba kisima kikubwa. Ulikuwa nimejaza maji ya DAWASA. Ila bili yenu nililipa. Sasa wakati ule wa adha ya maji, ule mtaa wangu wote ulikuwa unakuja kuchota maji pale. Na hili nilifikiria sana kwamba je, DAWASA wanafikiria nini kuhusu bahari? Nadhani wakubwa wa DAWASA wapo hapa. Kama kuna uwezekano wa maji ya bahari kuyafanya maji safi ya kunywa, tutasahau adha ya maji Dar es Salaam. Nadhani zipo dawa ambazo nyinyi mnazijua, mnaweza kutengeneza bahari chumvi kaondoka. Kwa hilo tulifikiria sana. Lakini pia niwapongeze kwa miundombinu, maana mimi nimesafirishwa mpaka Nzega kule. Mmetengeneza vizuri sana, hongereni sana. Hongereni sana kwa maji yaliyokuwepo. Watanzania wanayatumia vizuri. Lakini natoa tahadhari kwa baadaye, kwa sababu Watanzania wanaongezeka. Tufikirie sana, tusifikirie mito. Ikitokea ukame, mito inakauka. Tuifikirie pia bahari. Kuongeza ujuzi, kuchakata maji ya bahari yakawe maji safi. Lakini mfano mwingine, naomba pia niwaombe DAWASA. Nimeanzia mimi nikiwa mfano, ninawashukuru sana kuwaelimisha wananchi. Wananchi wengi wanalalamika hawajui kusoma mita. Akisomewa mita anasema nimeonewa, nimezidishiwa bili. Mimi kwangu nimewaomba na nawashukuru sana, mmenifungia prepaid mita moja. Kwa ile ni shule kwa wananchi wangu, na waelimisha kila siku kwamba ukiwa na fedha utaoga kama luku ya umeme, lakini ukiwa hujaweka huwezi kuoga. Itatusaidia kwa sababu kupunguza malalamiko ya wananchi kwamba bili yangu imekuwa kubwa. Mwingine anatoa bili pale ofisini hasa na 200,000, mimi matumizi yangu yafiki 200,000. Sasa kuondoa hizi lawama za wananchi, hebu tufikirie sana swala la prepaid meter, kwamba wananchi zile mita za luku ziwafikie wengi waweze kuzitumia. Hiyo tutaondokana na zile lawama za wananchi. Nyie kwenu itakuwa ni sifa tu ya DAWASA, mmefanya vizuri, kwa sababu huku hakuna lawama. Lakini mpaka sasa ukienda mtaani, mimi kama mwenyekiti naletewa pale bili nyingi sana. Kwamba mwenyekiti, angalia mimi nadaiwa 300,000, mwingine anadaiwa 200,000. Hasa mimi siwezi kutumia maji ya 200,000. Lakini kumbe nyumbani kwake kuna leakage ndani, hajui. Sasa hii elimu ya kuwafahamisha wananchi, kila wakati tunawafahamisha wananchi. Hebu nenda kwako, mwite mtu wa DAWASA akague miundombinu yako. Kunawezekana chooni maji yanavuja, kunawezekana chumbani maji yanavuja. Wengine baada ya kumuita fundi wa DAWASA kukagua nakuta kweli kuna leakage. Lakini kuondoa hilo, niko naomba mita za luku kwa wananchi wasipate kwa wingi. Mwenyekiti, tunakushukuru sana. Mita za luku wamenikumbusha, nimetoka kwenye hayo maumivu juzi. Nimeambia bwana umetumia unit 100 kutoka 25 za kwenda, nikamwambia haiwezekani. Wakaja akapima kweli zikarudi 20 na kitu, ningeliwa. Sasa mtu mwingine mwenye mkono, twende kwa mkono. Asante sana. Mimi naitwa Engineer Mayunga Anthony Kashilimu, ni mkurugenzi mtendaji kutoka Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Tabora. Na mimi nasimama hapa kwanza nikiwa kama shuhuda kwamba kule kwetu, na wengine wameshazungumza, kule tayari tuna maji ya Ziwa Victoria. Na Tabora imepata maji ya Ziwa Victoria tangu mwaka 2020 mwezi Februari. Na kabla ya hapo tulikuwa na chanzo chetu cha maji kinaitwa Bwawa la Igombe. Kwa maana nyingine unaweza kaona sasa kwamba tuna vyanzo viwili vya uhakika. Kwa Tabora hakuna shida ya maji. Hatuna shida ya maji. Tabora Manispaa.
na pamoja na wilaya za Igunga na Nzega. Lakini tuna wilaya 3 ambazo ni Sikonge, Urambo na Kaliua, ambako tayari bado maji hayajafika, hasa Urambo na Kaliua, lakini tayari tuna mradi wa miji 28 ambao maji ya Ziwa Victoria yanachukuliwa kutoka Tabora kwenda kwenye hizi wilaya, na mradi ule sasa tunapozungumza uko zaidi ya 76%. Kwa hiyo utekelezaji wake unapofika mwezi Julai mwaka huu, miji yote hiyo 3 kwa maana ya Sikonge, Urambo na Kaliua itakuwa imeshapata maji ya Ziwa Victoria, na kwa hiyo wilaya zote 7 na halmashauri zote 8 za mkoa wa Tabora zitakuwa na maji ya Ziwa Victoria. Nitoe tu ushuhuda kwamba eneo hili kwa sasa, maeneo yote ambayo yameshafikiwa na maji ya Ziwa Victoria, coverage yake ni zaidi ya 97% ya wananchi kupata maji. Maji ni ya uhakika, tunapata maji muda wote. Yale maeneo ambayo hajafikiwa na mitandao, hiyo ni issue nyingine. Kwamba unakuta kwa mfano pale manispaa ya Tabora tuna kata 29 na kata zote 29 zimefikiwa na huduma ya maji, isipokuwa kuna mitaa mingine bado haijafikiwa. Mitaa haijafikiwa kwa sababu zipi pengine kama ziko za wazi? Sio wala sio muujiza. Ni kwamba unapofikisha huduma ya maji unafikisha kwanza kwenye makao makuu, kwa mfano kama ni wilayani. Lakini sasa unaanza kutembea kwenda kuwafuata wananchi wengine ambao wako mbali zaidi ya hapo center. Kwa hiyo kazi zile za kusambaza zinaendelea, na kila zinapofikiwa maeneo yale yanapata huduma ya maji. Mahitaji ya maji ya Tabora ni lita za ujazo milioni 35. Na mahitaji au uwezo, tuseme uwezo wa uzalishaji, ukiunganisha Igombe ukaunganisha na Ziwa Victoria, ni zaidi ya lita milioni 57. Unaweza kuona kwamba mimi nazungumza tofauti na wenzangu wa Dar es Salaam na wa Morogoro, ambao wanasema wao wana upungufu wa huduma ya maji. Au kwa maana ya wingi wa maji ambao yapo, sisi tunayo mengi ya kutosha kuliko mahitaji. Kwa hiyo tunaendelea kufanya extensions hizo, lakini pia tunaendelea kusambaza, kuimarisha zaidi service delivery. Kwa hiyo tunapoendelea na zoezi kama alivyokuwa anazungumza Mheshimiwa Waziri kwamba tutapata maji mengine yanapotokea Ziwa Tanganyika, maana yake maji yale yataungana. Nyinyi mnaanzia kwenye mradi ulipo ama kwenye grid yenyewe ya taifa ambayo waziri ameichora ilivyo. Hebu tupe manufaa ambayo mnayapata kwa sasa Tabora. Kwanza ni uwepo wa huduma ya maji ya uhakika. Hilo ndio lengo kubwa. Maji tunayo, wananchi wa Tabora, manispaa. Hakuna vya mgao huko. Hatuna mgao. Sisi hatuna mgao. Na maji yakikatika lazima kuwe na sababu kwamba tuna changamoto gani leo, labda kama tuna maboresho ya miundombinu, kwa sababu zile ni machines zinazofanya kazi. Kwa wakati mwingine kunakuwa na maboresho. Kwa hiyo kipindi hicho kikifika tunawafahamisha wananchi kwamba siku fulani na siku fulani tutakuwa na changamoto hii, kwa hiyo wanafahamu. Lakini maeneo mengine ambayo hajafikiwa tunaendelea na kusogeza mitandao. Shukrani sana. Shamim, labda kama kabla mhandisi Mayunga hajaketi sana, pale Sikonge Tabora niliwahi kufika mahali panaitwa Utatia, kata ya Kisanga pale. Utabwawa limekauka kabisa. Wale watu wanapata huduma kutoka kwenye mradi wa miji 28 ama bado wanakwenda kwenye kijiji kimtaa unaitwa Bomba, lakini hakuna bomba la maji? Wanapata wapi maji? Ndugu Badishi, nakushukuru sana. Sikonge ni mmoja wapo wa miji ambao unapata maji kutoka hii miji 28. Na kwa taarifa tu nikupatie kwamba tarehe 7 mwezi wa pili, kwa maana ya mwezi jana 2026 hii, Mheshimiwa Waziri wa Maji Juma Hamidu Aweso alifungua tone la maji la Ziwa Victoria kwa mradi wa miji 28 kwa mara ya kwanza katika wilaya ya Sikonge. Sikonge pale tayari maji ya Ziwa Victoria kupitia mradi wa miji 28 yameshafika na wananchi wameshaanza kutumia. Kwa hiyo bwawa la Uchacha linaendelea kuwa pale kama backup, kwamba lazima tuwe na vyanzo zaidi ya kimoja. Ndio maana ya grid. Ukiwa na chanzo zaidi ya kimoja, maana yake hiki kikiwa pata changamoto yoyote unapata maji kutoka sehemu nyingine.
Asante sana kwa gridi. Pale makamu mwenyekiti wa wenye viti wa mitaa Dar es Salaam aliuliza habari za, akatoa hoja ya maji kama tunaweza kutumia bahari, ambao tumesema Mashariki ya Kati wanafanya sana salination. Sasa tuende kwa Profesa Adam Karia, mkuu wa chuo cha maji hapa. Ninyi mnafundisha wataalamu hawa, aliloliuliza mwenyekiti pale linawezekana? Ya, ni kweli kuna utaalamu ambao unaweza kutumika then tukayabadilisha maji ya bahari yakatumika kwenye shughuli za kunywa na matumizi ya ndani. Lakini kabla ya kufika huko ni vizuri kujitathmini. Hao wenzetu ambao wamefanya mambo kama hayo wanatumia, na baadhi ya hoteli kwenye visiwa vingine, sio Mashariki ya Kati tu, sehemu ambazo zimezungukwa na visiwa ambao wana mahoteli makubwa makubwa wanafanya pia, ni mbinu tofauti tofauti. Lakini issue hapa inakuja cost. Inakuwa ni kubwa sana operation cost, na itafanya pia maji yetu ya ghali. Kinachoweza kufanyika sasa hivi, sisi tuna mvua nyingi, intensity yetu ni kubwa mno. Kwa hiyo tujenge mabwawa, tuyakinge maji kabla ya kwenda baharini. Lakini tuwafuate baharini kwa cost kubwa, hapo tutakuwa hatujatumia kidogo utaalamu vizuri. Kwa hiyo tunahitaji kujifikiria vizuri, na ndio maana tunaanza grid, maana yake itahusisha pia kujenga mabwawa makubwa mengine. Acha haya ambayo pia yapo, lakini pia na madogo, kufanya maji yale yasipotee baharini kwa muda mfupi. Ndio hasa lengo kubwa hilo. Ili tupunguze gharama pia na mizigo kwa wananchi, cost itakuwa iko chini na matumizi ya maji yatakuwa yanapatikana kwa urahisi zaidi. Hilo ndio ambao focus ambayo ipo kwa Mheshimiwa Waziri. Lakini tukatai kwamba teknolojia hiyo ipo ambayo kufanya maji ya bahari yaweze kutumika kama maji mengine ya kawaida. Na mitambo iko tofauti tofauti. Yeah. Prof anasema inawezekana, ila zigo la gharama litakuwa ni kubwa. Hayo yanaonyesha kuna baadhi ya maeneo ya Shinyanga vijijini, kuna kijiji kinaitwa Samuye na vijiji vingine, wao maji ambayo wanakinga sasa hivi ya mvua wanayatumia mpaka mwaka kesho. Yani wao ni maalum kwa kunywa, kwa sababu kuna chumvi nyingi. Kwa hiyo haya wanayakinga, wanayavuna, hawaachi akaenda chini yakapotea. Karibu. Okay, shukrani sana. Kwa jina naitwa Engineer Yohana Matiko Isaac, ni mhandisi wa mazingira. Kwanza kabisa niweze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kuwa pala hapa na kuweza kujadili hii mada ambayo ni mada nzuri sana na yenye mlengo sahihi ndani ya taifa letu, kwa sababu tangia na kuwa nilikuwa najua maji ni uhai, kiasi kwamba ni ngumu kuweza kusurvive kama hauna maji. Na meza kuu ilikuwa inasema kwamba kila huduma ambayo tunahitaji inahitaji maji. Na ukiangalia waziri alikuwa pia anasema kila huduma ambayo tunahitaji inahitaji maji. Kwa hiyo kwa kikubwa zaidi tupongeze serikali Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia, kwa kulitizama hili na kuahidi na kutekeleza ndani ya zile siku 100 swala zima la grid ya taifa. Unajua tunaweza tukawa tunazungumza kwa sababu sisi kuna professional wako hapa, engineers na watu ambao wamebobea kwenye masuala ya maji. Swala la grid ya taifa ikawa ni jepesi kwetu, lakini kwa wananchi ikawa ni kitu ambacho hakieleweki. Yani kwa wananchi ikawa ni msamiati mwingine kabisa. Mheshimiwa Waziri Juma Aweso ameweza kutucholea ramani nzima na kwa ubora zaidi, na tumeitizama. Ni ukweli hii ni chachu ya kuenda kuondoa changamoto ya maji, hususan mazingira ambayo yana experience ukame. Tumekuwa na mgawanyiko wa maji, tukubaliane ndani ya Dar es Salaam tumekuwa tukihaso sana swala la maji, na ukiangalia na joto lilopo. Lakini pale unapochukua maji kutoka Ziwa Victoria, unaunganisha maji ya Ziwa Tanganyika na pia na Nyasa, na tukalivalege vyema mito tulionayo, ni kitu bora sana. Kitu ambacho ninapenda kuweza kushauri, tukubali, tupinge miradi ya maji inahitaji fedha nyingi sana. Na ndio maana viongozi wanadai tunahitaji ufadhili, tunahitaji mashirika binafsi, tunahitaji mataifa yaweze kuleta fedha ili tuweze kutekeleza kwa ubora sahihi. Miradi ya maji, miundombinu yake inahitaji uelimishaji kwenye jamii. Kwa hiyo kuna umuhimu wa kuweza kutengeneza
sera ambayo itaenda sambamba na swala zima la grid ya taifa ya maji, ili iweze kuhakikisha tunaenda kuwa na uelimishaji bora kwa jamii, kuweza kufahamu umuhimu wa hii grid ya taifa na waweze kufahamu uhifadhi wa hii miundombinu ambayo inaenda kutengenezwa, na pia waweze kujua umuhimu wa kuweza kutumia haya maji. Tunapaswa kuweza kuwa na usimamizi bora au sera bora ambayo itatusaidia kwenye ufuatiliaji wa zile fedha zinazotolewa kwenye utekelezaji wa hii grid ya taifa, kwa sababu leo hii aliyebeba maono ya wizara ni Mheshimiwa Juma Aweso. Kesho asipokuwepo akaja mpya, anaanzia wapi kuweza kuhakikisha kwamba tuna utekelezaji bora na kuunganisha hizi njia? Na tukiweza kufanikisha hili, na uhakika hata kuwaza maji ya bahari hatutoweza kuwaza, kwa sababu ndani ya taifa hili tuna utajiri wa maji. Tukubali tukatae, ndani ya taifa hili tuna utajiri wa maji ya ardhini, ziwani, mto, tuna sehemu nyingi na mabwawa tunayo. Kwa hiyo ni swala zima la kuweza kuwa na usimamizi bora, mapinduzi ya kwenye uelimishaji, ili kuweza kufacilitate utekelezaji wa haraka kwenye swala zima la ugawaji wa maji. Na hii itaweza kutusaidia hata fedha ambazo tunazitumia kwenye kutengeneza miundombinu ya muda mfupi, kama hii tunasema kwamba DAWASA wanaenda kuchimba visima, lakini bado kuna maji tunahitaji kuunganisha kuleta kutoka Ruvu. Kwa hiyo unakuta tunafanya mradi tunatumia pesa nyingi kwa muda mfupi, ambao tungewekeza na uelimishaji tungeweza kutekeleza grid ya taifa kwa muda ambao ni mfupi na kuwanufaisha sana wanajamii. Nashukuru kwa hilo. Asante sana. Sasa hapa tutakuja hapa mbele, twende na hapo katikati. Asante. Jina langu ni Flavius Kalisa. Mimi ni mtaalamu mshauri, lakini pia profession yangu ni software engineer, lakini nimepata nafasi kwa muda mrefu ya kufanya kazi pia na Wizara ya Maji, kufanya kazi na RUWASA na taasisi kadha wa kadha ndani ya nchi yetu, maeneo mengi yanayohusiana pia na masuala ya maji. Kwa hiyo niseme kwa namna ya pekee ni mbobevu kwenye maeneo hayo katika kushirikiana kufanya kazi na sekta yetu ya maji. Nadhani sisi kama nchi tunayo bahati kwamba hatuna upungufu wa maji. Upungufu tulionao sisi ni kitu kinaitwa economic water scarcity, upungufu wa maji kiuchumi. Na unapoongelea upungufu wa maji kiuchumi, manake ni upungufu au kutokuwepo kwa miundombinu ya kuyaleta maji kwa watu, lakini kukosekana kwa uwekezaji kwenye maeneo ya maji ili maji yaweze kuwafikia watu. Lakini jambo jingine ni kutokuwepo pengine kwa usimamizi madhubuti, au tukasema management systems, kwamba okay, maji umeyasafirisha kuyatoa sehemu moja kuyapeleka sehemu nyingine, sasa watu waweze kuyapata na yaweze kupatikana kwa wakati wote, lazima uwe na usimamizi, maji yawe treated na watu yapate na wayapate kwa wakati. Kwa hiyo tunayo mapungufu hayo matatu, na kusema kweli niseme katika miaka kadhaa iliyopita tumeshuhudia kwa kiasi kikubwa serikali ikifanya uwekezaji mkubwa hasa vijijini, na tupo kati ya mataifa machache ambayo unaweza ukaenda kijijini kwenu pengine hata kilomita 200 kutoka makao makuu ya wilaya, lakini ukakutana na maji ambayo inapatikana kwenye bomba, kwa maana ya pipe to water. Hiki sio kitu cha kawaida sana, hasa kwenye mataifa ambayo yanaendelea haya ya uchumi wa kiwango cha kwetu kwa mahala tulipo. Kwa hiyo ni aina fulani ya tofauti sana. Watu wengi wamekuwa wakijiuliza tumewezaje? Tumewezaje kuweza kuyapeleka maji vijijini yakapatikana kwenye bomba, kwenye tepu, mwananchi anafungua anakunywa maji. Kwa hiyo utaona kwamba serikali kwa miaka kadhaa iliyopita imefanya uwekezaji mkubwa kwenye kujenga miundombinu ya maji vijijini. Lakini ni lazima sasa, umefika wakati, tumemsikia Mheshimiwa Katibu Mkuu akisema kuna maeneo, kuna vijiji havina huduma ya maji safi na salama kwa kiwango kila ambacho wizara inategemea wananchi wayapate.
wanatafuta fedha na juhudi nyingi kuweza kuhakikisha kwamba maji hayo yanawafikia wananchi. Nadhani ni muhimu sasa kwenye eneo kama la uwekezaji, kwa sababu changamoto kubwa ipo kwenye upatikanaji wa fedha. Uwekezaji wa miundombinu ya maji ni gharama kubwa. Sasa tunapata wapi fedha kuweza kuwekeza? Ni muhimu sasa Wizara ya Maji ikawa na mchoro kama ule alotucholea Mheshimiwa Waziri pale mwanzo. Sasa tuwe na mchoro wa uwekezaji kwenye maeneo haya ambayo bado maji hayajafikiwa. Tujue sekta binafsi, kama mtu akitaka kuwekeza kupeleka maji kwenye hayo maeneo, nini kinahitajika? Tuwe na huo mchoro ili watu waanze kuvutiwa kuwekeza kwenye sekta ya maji. Kwa sababu kama mtu anao uwezo wa kununua lori la shilingi milioni 200, kwa nini tusimshawishi akajenga kisima kwenye kijiji ambako hamna huduma, tukamhakikishia kwamba wewe ukiweka mradi wako tunakugarantii utaweza kutoa huduma, tutakusimamia, tutahakikisha wananchi wanalipa, na tunakupa bei nzuri ya maji ambayo itaweza kurejeshea wewe gharama za uwekezaji. Kwa hiyo tunahitaji mchoro kama aliochora Mheshimiwa Waziri hapo mwanzo kuhusiana na gridi ya taifa. Sasa tuwe na mchoro wa namna gani tunawavutia wawekezaji kuweza kuwekeza fedha kwenye maeneo ya miradi ya maji. Lakini jambo jingine ambalo ni muhimu sana kuliangalia ni kwenye usimamizi madhubuti. Kama nilivyosema hapo mwanzo, unaweza ukawa na gridi nzuri sana ya maji, ukayaleta maji kutoka Ziwa Victoria au Ziwa Tanganyika, ukayaleta mpaka Morogoro, Dodoma, lakini maji hayo pengine hata nusu yake ikapotea tu. Tunafanyaje kwenye eneo la usimamizi? Tunapofikiria hii gridi ya taifa, tuyalete maji, lakini lazima tuwe na usimamizi thabiti wa kuhakikisha kwamba tunasimamia na tunakuwa na miundombinu ambayo itaweza kupeleka maji kwa wananchi na maji hayo hayapotei kwa kiasi kikubwa. Lakini jambo la mwisho la kumalizia, tunapofikiria hii grid ya taifa, tuwe na grid ambayo ni integrated, kwamba tusifikirie tu matumizi ya maji kwa ajili ya kunywa, tufikirie umwagiliaji, tuanze kuwa na mipango grid itakopita. Watu wale ambao walikuwa waweze kufanya kilimo, tunawafikiriaje ili waweze kufanya kilimo na wao kunufaika katika namna moja au nyingine. Tuyafanye maji yawe enabler kwenye uchumi badala tu ya kufikiria maji kwa ajili ya matumizi ya kunywa peke yake. Shukrani sana, na uzuri Waziri Aweso amekamilisha kwa kusema kwamba kwa sasa haitakuwa wizara tu ya maji ya kunywa, itakuwa wizara ambayo itapeleka maji mpaka kwenye uchumi. Karibu. Asante. Kwa majina naitwa Shija Jonas Matenge. Nipo hapa kama mwanafunzi kutoka chuo cha maji. Swala la gridi ya maji kuwa simama ili tukupate vizuri kwenye picha. Asante mtangazaji. Kuhusiana na swala la gridi ya maji ya taifa kuwa mwarobaini wa upatikanaji wa maji nchini, mimi moja kwa moja nakubaliana nalo kwa 100%. Ni swala kubwa, ni idea ambayo inahitaji viongozi madhubuti kuliamua hili, na Mheshimiwa Rais tayari amekwisha kutoa maelekezo. Mheshimiwa Waziri Juma Hamidu Aweso analisimamia na analisemea kila siku, tunalisikia. Sasa kwa sababu ni kitu kikubwa, kinahitaji kweli kupata ushirikiano kutoka kwa wadau, lakini pia kwa wananchi wenyewe. Gridi ya maji ya taifa ni kitu kikubwa, kilikuwepo, lakini tulikuwa hatukisikii kikisemwa kama gridi ya maji ya taifa, kwa maana tayari maji yamekwisha kutoka Ziwa Victoria na saizi yapo yanaelekea Singida kuifuata Dodoma. Sasa ukipiga picha tu kwa hali ya kawaida, SGR ile mpaka kuunganisha na nchi jirani ina kilomita kama 2500, lakini ukiangalia iko bomba la mafuta kuna zaidi ya kilomita 1500 pia mpaka inafika kule Uganda Hoima. Lakini hii gridi ya maji ya taifa bomba zake zikilazwa tu ni zaidi ya kilomita 5000, lakini pia kuna mifereji ambayo inaweza ikajengwa ambayo ina zaidi ya kilomita 1200. Kwa hiyo ni kitu kikubwa sana, kiasi kwamba kungekuwa kuna uwezekano wa kutekelezwa kwa pamoja, basi nadhani nchi nzima kungekuwa kumeenea mabomba tupu. Kwa hivyo ni kitu kikubwa, kinahitaji usimamizi, ushirikishwaji, lakini pia tuwaombee viongozi wetu kwa haya maono ambayo wapo nayo. Sasa hili ni swala kubwa, lakini
kwenye swala la utekelezaji wake linatakiwa liende kwa vipande vipande, kwa maana ya phase na loti, lakini pia kuwepo na utayari wa kitaasisi ambazo tayari zipo zinatoa huduma. Hii gridi ya maji ya taifa ni swala kubwa la kuunganisha vyanzo vikubwa vya uhakika. Sio kwamba tulikuwa hatuna vyanzo, ni vikubwa vya uhakika. Ziwa Victoria, unazungumzia ziwa Tanganyika, tunazungumzia ziwa Nyasa, lakini na hii mito mikubwa ambayo ipo, tuna mabwawa. Lengo ni kupata kwanza huduma ya uhakika, mahala ambapo maji yalikuwa yanasuasua yapatikane, ambapo palikuwa hapana maji kabisa yapatikane, lakini kuna swala la kiuchumi uwepo. Tulikuwa tunaona hapo kwa namna ambavyo picha mimi naitengeneza kichwani, hiyo mifereji ina uwezo wa kupokea mpaka hizi boti, kwa hiyo watalii wanaweza wakaenda mpaka pale. Lakini pia kuna swala la upatikanaji wa chakula. Kwa hivyo hiyo mifereji ikiwepo, uhakika wa chakula kama nchi tutakuwa nao. Sasa utayari wa kitaasisi, hizi taasisi zetu za chini zinafanyaje katika kulipokea hili wazo la gridi ya maji ya taifa? Kuna gridi ya maji ya kata, kuna gridi ya maji ya wilaya, kuna gridi ya maji ya mkoa. Unaweza ukakuta wilaya moja lakini kuna maeneo tofauti. Kuna eneo moja ambalo linapata maji mengi sana kiasi kwamba labda mpaka matenki yana overflow. Lakini ndani ya hiyo wilaya kuna sehemu maji yanapatikana ambayo hayajitoshelezi. Sasa tukianza mwanzo, tuanzie huku chini. Ndani ya wilaya husika wapate gridi yao, kiasi kwamba ukishia kuunganisha mtandao ndani ya wilaya husika, kuyapokea maji yanayotoka kitaifa ni rahisi. Nabaki kujunction tu kwamba tunaingiza hapa na mkoa hivyo na kitaifa itakuja kutekeleza kama ambavyo nimekuja kuzungumza. Tunakushukuru sana. Hili nitaenda kwa waziri, ataenda kujibia mhandisi katibu mkuu wa Wizara ya Maji kwamba huko kwenye wilaya zimefika. Kwa dakika moja Isero, kwa sababu wachangiaji wapo wengi, karibu sana. Asante sana. Majina yangu ni Rumbika Malibwa, ni mtaalamu huru katika sera na uwekezaji katika WOSH. Kwanza napenda kuchukua fursa hii kuishukuru serikali inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ndio mwanzilishi wa wazo la gridi ya taifa. Mchango wangu ni jinsi gani gridi ya taifa inavyoweza kurahisisha ushiriki wa sekta binafsi. Na katika hili napenda kuchukua fursa hii kuipongeza Wizara ya Maji chini ya uongozi wa Mheshimiwa Juma Aweso mbunge kwa ambavyo wameshaanza kuandaa mkakati wa kushirikisha sekta binafsi ambao uko kwenye hatua za mwisho. Miongoni mwa changamoto ambazo zimekuwa zikiongelewa zinazofanya ushiriki wa sekta binafsi kuwa kidogo kwenye WOSH ni uwekezaji mkubwa, na pia hatari zinazotokana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa kuwa na gridi ya taifa ambayo inalenga kuwa na uhakika wa maji, itajaribu kupunguza hatari ambazo zimekuwa zikiwafukuza sekta binafsi, kwa sababu hawatahitaji kuwa na pesa nyingi katika kuwekeza katika sekta ya maji. Lakini pia ile hatari ya mabadiliko ya tabia nchi itakuwa pia imepunguzwa kwa kiasi kikubwa, kwa sababu watakuwa wanaweka uwekezaji katika kusambaza maji katika chanzo cha maji ambacho ni cha uhakika zaidi. Kwa hiyo kwa juhudi ambazo zinafanywa na Wizara ya Maji kukamilisha mchakato wa kushirikisha sekta binafsi, naamini itafungua fursa kwa kiasi kikubwa kwa ajili ya sekta binafsi kushiriki katika sekta ya maji. Kwa hiyo kila ambacho kilikuwa kinasemwa ramani ipi itatumika kushirikisha au kuongeza uwekezaji, nipende kwa mara nyingine kushukuru Wizara ya Maji kwamba juhudi zinazofanywa za kukamilisha mkakati wa kushirikisha sekta binafsi zinaweza zikachangia kwa kiasi kikubwa katika utekelezaji wa hili wazo zuri la gridi ya maji. Asante sana. Shukrani sana. Sekta binafsi nao wakitulia macho kile. Karibu. Asante sana. Naitwa Constantino Chiwaligo, ni mtendaji mkuu taasisi ya huduma za maji nchini ATAWAS. Of course sisi tunaleta wadau wa maji pamoja. Tunashirikisha sekta binafsi kuifanya ishirikiane na serikali katika kutoa huduma za maji na usafi wa mazingira. Nitaweza kuendeleza pale ambapo ameishia Mr. Malibwa kuhusiana na swala la sekta binafsi.
Niwe kufanya mazungumzo na Mheshimiwa Waziri wa Maji Jumaa Aweso. Alinipa point 3 ambazo ndo strategy zake for now. Strategy ya kwanza ambayo yeye anayo, cha kwanza kabisa ni swala la private sector engagement, PSE au PPP. Hiyo ndo cha kwanza kabisa. Lakini cha pili akasema nini anataka kutoka kwenye sekta binafsi? Kitu cha kwanza anataka technology. Hiyo ni strategy ya pili, ingawa imezaliwa kwenye sekta binafsi. Ije na technology ambayo itasaidia kwenye swala zima la utoaji wa huduma za maji na usafi wa mazingira. Na strategy ya tatu ambayo vile vile inaweza katokana na sekta binafsi probably ni alternative financing. Njia mbadala ya kupata rasilimali fedha. Hivyo vyote vile vile vinaweza vikatokana na sekta binafsi. Sasa katika alternative financing, of course, alielezea zaidi, alikuja kusisitiza vile vile kwenye wiki ya maji pale siku ya EWURA, hata kwenye kilele cha maji pale kulipokuwa na makamu wa rais, alisisitiza hizi vitu vitatu, na akasema katika financing, kwa mfano tukija, tuanze kwanza kwenye financing ambazo zimezoeleka zile za kawaida, zipo kama government grant, pesa kutoka serikalini, au bank loan, pesa kutoka mikopo mbalimbali ya benki, na donor fund, labda na trade credit. Hizo ndo za nani. Lakini amesisitiza akasema kwamba tukienda kwenye alternative financing ambayo ni ya kwanza, akatolea mfano ile ya going public, issuing of bond, kama ile ya Tanga, mamlaka ya maji Tanga, green bond. Hiyo ni alternative financing ambayo anasema kwamba hiyo inaweza ikasaidia hata kwenye swala la kufacilitate au kuspeed up mchakato au utekelezaji wa gridi ya taifa, kwa sababu kama mnavyofahamu au kama mnavyoweza kuona, gridi ya taifa si mchezo, it's a huge investment ambayo ina takriban dola za Marekani bilioni 20. Yeah, sasa that huge investment might take 100 years to accomplish kama 30 natazamia kukamilika. Oh yeah. Sekta binafsi. Sasa sekta binafsi pale ndo anataka iingie katika swala zima la financing, kwa mfano going public, kwa maana kwamba watu wakinunua share, kuna mfuko wa maji, mfuko wa maji unaanzisha, actually kuna bondi ya maji inaanzishwa. Lakini kuna sekta binafsi ambayo imeshajitokeza inataka kuingia kwenye kutekeleza miradi kama hivyo. Kuna ambao wametufuata wanakuja na alternative financing inaitwa revenue sharing model. Revenue sharing model manake wao wataingiza fedha zao kwenye mradi without upfront payment. Yani wanaingiza hela, iwe ni kwenye prepaid meter, iwe kwenye kuweka mabomba, iwe kwenye kufanyaje, bila kuchukua hata senti 5. Halafu wataanza kushare revenue upon sales of service. Pale service itaanza kutolea watu wanasema yes. Lakini kuna nyingine ambayo inaweza ikatumia financial institution ambayo ni asset financing model. Asset financing model ni pale financial institutions kama mabenki manini, wao wanaweza wakafinance, wakafanya procurement ya vifaa vyote bila kuchukua senti 5, halafu wakaanza kuamortize ile debt spontaneously jinsi muda mwezi kwenda for a certain period of time ambao ni long term. Hiyo ni katika upande wa financing. Lakini ukija katika upande wa technology, amesisitiza kwamba tutumie teknolojia kufasten utoaji wa huduma za maji. Kwa mfano kwenye swala la kupunguza upotevu wa maji, kwa sababu tunaweza tukazalisha maji mengi afu yakapotea. Tusipotumia technology tunaweza tukajikuta tunafanya kazi kama kutonga maji kwenye kiwingu, tunatengeneza maji afu maji yanapotea. Kwa hiyo amesisitiza tukitumia technology, na sekta binafsi ipo kwa ajili ya kuleta technology, kwa sababu kuna technology ambazo zina detect upotevu wa maji na haziruhusu kabisa kupotea maji yote yapotee. Lakini vile vile kuna wadau ambao of course pale hata tunaleta wadau kutoka sehemu mbalimbali. Kuna wadau wametoka nje kama Misri au wapi, wanataka hivyo wanataka hiyo miradi, na wengine walisema wanataka wenyewe watengeneze maji ya bahari na wauze
kwa unit moja shilingi 700, yani chini. Tukasema kwenye bahari huko bado hatuja kwenda, labda mje kwenye nani nyingine. Ulikuwa unataka kuuliza kitu? Nataka nikushukuru. Asante sana kwa mchango wako. Na mimi nianze kwa kuwashukuru kwa kutupatia fursa hii. Naitwa Mhandisi Aaron Joseph, ni mkurugenzi mtendaji wa Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Dodoma, makao makuu ya nchi. Mheshimiwa Waziri alipokuwa anazungumza, alizungumzia kwamba usanifu wa kutoa maji Ziwa Victoria kuja Dodoma kupitia Singida umefika mwisho, na sasa hivi ni kutafuta namna ambavyo inaweza kuwa financed either kwa kutumia pesa za serikali, lakini other au alternative financing ambayo alikuwa anaizungumzia ndugu yangu hapa Chiwaligo, ili tuweze kutekeleza mradi huo. Sasa mimi naomba nijikite labda kwenye upande wa namna ambavyo tumejiandaa kuweza kupokea maji hayo, kwa sababu nimeona wadau wengi wamezungumza kwamba mamlaka za maji, taasisi ziko chini, mmejipanga namna gani tunaweza kupokea maji haya. Kwa hiyo ni lazima tuzungumze kama beneficiaries au wanufaika wa mradi huo wa kutoa maji Lake Victoria kuleta mpaka Dodoma. Ili tuweze kujiandaa, sisi mahitaji ya maji yetu kwa mkoa wa Dodoma ni lita milioni 159.9 kwa siku kwa sasa hivi. Lakini mpaka kufikia mwaka 2000 au 2050 tutakuwa tuna mahitaji ya maji kama lita milioni 350 kwa siku. Kwa hiyo tunapozungumzia grid ya taifa ya maji kama ni mwarobaini wa changamoto, hii inajibu hoja lakini pia ya changamoto hiyo, lakini pia inajibu hoja ya grid ya dira ya taifa ya 2050 kwamba ni mwarobaini, lakini pia na dira ya 2050 itakuwa imetekelezwa kupitia National Water Grid. Sisi ili kujiandaa namna ya kupokea maji, tumejipanga kutumia njia 3 za vyanzo vya maji katika eneo la Dodoma, na hiyo ndo tunaenda kutengeneza resilience na sustainability sasa jiji la Dodoma. Tutakuwa na maji ya visima ambayo sasa hivi ndo tunavitumia na tunaweza kuzalisha hizo lita milioni 88 kwa siku, lakini tuna mradi mwingine wa kujenga bwawa kubwa la Falkwa ambao litajengwa katika mkoa wa Dodoma, wilaya ya Chemba. Na mradi huu una phase 3. Phase ya kwanza tayari tuko kwenye hatua za kumpata mkandarasi ili aanze kuanza kujenga hilo bwawa, na tuna phase ya pili ambayo sasa hii ina thamani ya kama bilioni 983 ambayo itakuwa na components za kujenga mabomba kuyatoa Falkwa kuyaleta eneo la Bai, kuleta Dodoma mjini, lakini pia kuleta upande wa Chamwino. Na mabomba hayo yatakuwa kama kilomita 200, lakini tutakuwa na component ya mabomba kama kilomita 500 za distribution, kwa sababu wengine watasema okay, Dodoma inakuwa na maji yako katikati ya mji, je, maeneo ya pembezoni? Na hizo kilomita 500 maana yake zitatusaidia kuhakikisha kwamba tunakuwa na extensions za kutosha ili kuweza kuhakikisha kwamba tunaweza kucover. Lakini jambo lingine, itakuwa na ujenzi wa matenki zaidi ya 14 ili kuhakikisha kwamba maji hayo sasa yanaweza kusambazwa kwa wananchi, yakifika yasije yakabakia kwenye matenki au yasiwe na miundombinu ya kuweza kuyafikisha kwa wananchi. Kwa hiyo hizo ni preparedness, lakini tuna miradi ambayo inalenga kupunguza upotevu wa maji kwa kubadilisha miundombinu chakavu ambao sasa hivi tayari tumesaini. Kwa mfano tunao Koika, tunao VEI ambao ni Dutch Water Operators ambao wote wanashughulika katika upotevu wa maji, ili sasa tunapokamilisha au tunapokuwa tumefikisha maji kutoka Lake Victoria, maji mengi yasipotee bali yatumike kwa ajili ya kuleta ustawi ambao serikali ndicho inachokitegemea. Tunakushukuru sana, na mimi kuna mengi ya kuzungumza. Tupate wanawake wawili jamani. Kweli hatuhitaji maji. Sisi ndo zitoke kichwani. Ndo zitoe kichwani, na ule msemo wa maji bombani ni dawasa hao. Karibu sana. Kwa majina naitwa Gertrude Salema, natokea Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Morogoro. Kwa namna moja ama nyingine naungana na meza kuu pamoja na wachangiaji wengine kwamba gridi ya taifa ya maji ni mwarobaini wa upatikanaji wa maji, lakini nadhani serikali na taasisi zake ina jambo la kufanya katika utunzaji wa vyanzo vya maji ili kuhakikisha kwamba kweli gridi ya taifa ya maji inakuwa ni mwarobaini wa kupunguza changamoto ya upatikanaji wa maji, kwa maana kwamba tumekuwa na changamoto nyingi za uharibifu wa mazingira katika vyanzo vyetu vya maji, na tunapoielekea gridi ya taifa maana yake ni kwamba tunaenda kutumia vyanzo vingine. Kwa mfano kama sisi wa Morogoro tuna bwawa la Mindu, lakini ina maana kwa gridi ya taifa tutaweza kupata maji pia kutoka kwenye vyanzo vingine. Kwa hiyo nadhani serikali ina haja ya kuweka sera ambayo itasimamia ipasavyo sheria ya uhifadhi wa mazingira katika vyanzo vyetu vya maji ili kuhakikisha tunapata maji ya kutosha ambayo yataifanya hii gridi ya taifa kuonekana kwamba
ina tija kwa Watanzania. Asante. Asante sana. Esero, wawili wa mwisho tuelekee makao makuu ya nchi Dodoma. Wawili wa mwisho basi bro hapa sema. Asante sana ndugu watangazaji. Kwa jina naitwa Idrisa Ramadhan Hashim, mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa TPDC, ambao hapa tupo kando eneo langu la liongoza hii. Kwa mko salama, msio na wasiwasi. Tuna maji kibao tu. Maji hapo. Maji hapo na nimekubali maji hapo kwenye mtaa wangu na idadi ya watu 1555, karibu na 80 wanapata maji. Lakini sasa maji kuyatoa, mtaa unanuka. Maana maji taka, tunazungumza maji taka. DAWASA maji taka wanatusumbua. Kwenye maji safi hakuna shida. Yanatoka maji vizuri, sasa kwenda kuyatoa sasa mtaa unanuka. Ina maana miundombinu yao bado ya mwaka 79 hawajarekebisha miundombinu hiyo, na tunalalamika kila siku. Kwa hiyo wananchi wanatulalamikia sana kuhusu hilo. Kweli maji tumepata mengi, unaoga, ukishaoga si nataka atoke nje. Yakitoka nje umeoga, ukienda nje unakanyaga tena maji taka. Yametoka nje. Kwa hiyo usafi hautaendelea. Kwa hiyo tunaomba DAWASA, maji taka ni kero kubwa sana kwenye mitaa yetu. Mabadiliko ya nchi yanakuja kama mnavyosema. Siku hizi mikocheni yetu kila mtu akinunua nyumba anakwenda juu. Inaitwa ni horizontal, ni vertical. Mwenyekiti, tunazungumzia gridi ya taifa ya maji. Sawa. Hilo bwana Njao amelipokea. Na anaitika kabisa kwamba amelipokea. Gridi ya taifa ya maji ikija, unaona tutakuwa salama kwenye upatikanaji wa maji safi na salama? Tutakuwa salama kwa sababu kama nilivyosema, kwangu miundombinu kwenye mtaa wetu mizuri tu. Mpaka sasa hivi DAWASA wanakuja kwenye mitaa, leakage tunazidhibiti kama wanavyotuambia viongozi. Ikitokea tunapata taarifa wanatusaidia, tunaenda kuziba leakage. Lakini tunasema kweli gridi ya taifa inakuja, lakini ndio hiyo moja hapo, kama inakuja maji yajaa mengi tu alafu hayatumiki, yanatumika vibaya, takataka tunapata maji taka, si ndio ile tatizo hilo? Asante sana. Karibu. Asante. Naitwa Zulfa, natokea chuo cha maji. Ni mwanafunzi wa chuo cha maji. Mimi naomba niulize swali. Kwanza nashukuru kwa fursa hii niliyopewa. Kuhusu vyanzo vya maji ambavyo tunachukua maji kutoka vyanzo mbalimbali kama mito, maziwa. Je, serikali imejipanga vipi kuhakikisha kwamba huu mradi wa gridi ya maji ya taifa ya maji unakuwa endelevu, sio wa muda mfupi, bila kuathiri vile vyanzo vya maji? Kwa sababu tunajua kwamba bila vyanzo vya maji hatutapata maji kwenye gridi. Kwa hiyo, je, serikali inajipanga vipi kuweza kukabiliana na hizo athari? Kwa mfano, ukatokea ukame wa muda mrefu, itaathiri vina vya maji. Kwa hiyo, serikali imejipanga vipi kuweza kuhakikisha kwamba maji yatatumika, vyanzo vya maji vitatoa maji hata kipindi cha ukame, tunaweza kupata maji? Shukrani sana. Tutaliuliza ili kwa waziri, na mimi natalitolea pia ufafanuzi. Shame, bado uko na kina dada au tumalizie wa mwisho? Kama yupo mpe. Kama kuna upendeleo wa kina dada. Huyu hapa mbele anakuita. Amina. Haya. Kwa jina naitwa Raia Nasoro, mwenyekiti wa serikali ya mtaa Kawe Mzimuni, na pia ni katibu wa wenye viti wa serikali za mitaa mkoa wa Dar es Salaam. Sina maneno mengi ya kusema, isipokuwa nitakuwa na mambo mawili tu. Serikali inakwenda kutumia nguvu kubwa sana ya kuandaa na kutengeneza miundombinu ya maji nchini, wananchi wabaki salama. Lakini mimi kama mwakilishi wa wananchi, pamoja na kazi kubwa ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupambana na kuhakikisha wananchi tunapata maji ya kutosha, safi na salama, lakini niko kwenye upande wa uwakilishi kama mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Tunatamani sana ili zoezi na tunaliombea likafanikishe kwa 100%, na tunamwombea sana waziri, tunamuona ni mpambanaji sana, lakini tunaomba sana wakati tunakwenda kwenye vikao vya wananchi tuwe tunapata uwakilishi wa kutoka DAWASA kwa ajili ya elimu ya wananchi kuhusiana na masuala ya mabomba ya maji, bili za maji na uhifadhi wa maji katika jamii, ili tuendelee
kutokuwa na upotevu wa maji mengi, isipokuwa tuwe tunaendelea kuhifadhi maji yetu, kupoteza gharama za wananchi na kupoteza gharama za maji pia. Asante sana. Tunakushukuru sana kutoka Kawe. Na sasa turudi. Sio bahati sana. Sio bahati sana. Wazi juu, labda muda utaruhusu utarejea tena huko. Muda ukiruhusu basi tutarejea. Sasa kuna mengi sana yametoka jukwaani, kutoka kwa watazamaji wetu pia hapa TBC online. YouTube hapa. Kuna baadhi ya maswali yataenda pia kwa Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Waziri, najua na kichwa kizuri, naomba uyachukue. Miongoni mwa maswali ya watu hapa, anasema huyu anaitwa Nize Haule, kwa nini mtoe maji ziwa Victoria mpaka Dodoma wakati kuna ziwa Singidani lipo Singida lisihudumie Dodoma, kupunguza umbali kutoka Mwanza mpaka Dodoma? Na je, hakuna mito mkoa wa Njombe kuhudumia Makambako? Kitu cha kwanza cha Mheshimiwa Waziri, naomba uchukue hilo. Lingine anasema Wilson Kimaro, kwa kuwa tuna wataalamu wengi na pia serikali imetenga fedha nyingi kwa ajili ya miradi ya maji, je, Wizara ya Maji haioni sababu ya kuwa na visima, yani underground wells kwenye kila kijiji hapa nchini? Tukianza na hayo, lakini tusaidie pia na lile la mita za maji ambazo tunasema luku, zile za luku ambavyo kama mwenyekiti amesema yeye ameshaanza kupata, zimeshafika na mchakato mpaka sasa hivi uko kwenye hatua gani, Mheshimiwa Waziri? Mheshimiwa Waziri, unatupata? Kwanza niendelee kuwashukuru sana kwa mjadala mzuri TBC. Kwa kweli tunapata wasaa pia wa kutoa elimu kwa jamii na kuweza kufahamu vizuri swala hili la gridi ya taifa ya maji. Hongereni sana sana sana. Na sisi moja kipaumbele chetu kama wizara ni kuhakikisha kupitia timu zetu ni kuendelea kutoa elimu kwa jamii ili kuhakikisha kwamba swala hili la National Grid linakuwa ni swala shirikishi na linaweza kufahamika, hata utekelezaji wake uwe rahisi. Amezungumzwa hapo maswali moja kwamba kwa eneo la Singida kuna hilo wala Singidani, lakini bado nataka niseme kwamba tunaposema National Grid haimaanishi vile vyanzo vingine hatuvitumii, tunaviunganisha. Kila vyanzo kwa maana ziwa, mito, tunaviunganisha ili kusiwe na changamoto ya maji. Kwa mfano, leo hii Dar es Salaam hapo maji hapo kwa maana ya Ruvu chini na Ruvu juu ndo wanaotegemea. Lakini tumeona mabadiliko ya tabia nchi kidogo tu, au tumeona kipindi cha kiangazi kidogo tu wananchi walivyokuwa wanahaha. Kwa hiyo tunatumia vyanzo vingine tunaviunganisha. Kwa mfano, sasa hivi tuna Ruvu lakini tunakwenda kutumia na Rufiji. Manake kama itapata crisis eneo la Ruvu, manake Rufiji itaendelea kuwapatia wana Dar es Salaam huduma ya maji safi na salama. Kwa hiyo nimtoe mashaka kwamba huo ndio uelekeo, kwamba vyanzo vyetu vikubwa kwa maana maziwa na mito tunaviunganisha. Na hata katika hayo maeneo kama nilivyokuwa nimeeleza awali, kwenye wilaya au kwenye mikoa tuna mini grid. Kwa mfano ukienda Isimani pale, ulikuwa ukichimba maji upati maji chini ya ardhi. Marehemu Mheshimiwa Rukuvi aliomba, Mheshimiwa Rais alipita pale akasema kwenye kutatua matatizo ya maji atuangalie gharama kwa ajili ya kutatua matatizo ya maji. Tumeyaweza kuyatoa maji Kilolo mpaka kuyaleta Isimani. Leo mpaka wananchi wa Malenga Makali wana huduma ya maji safi na salama. Huo ndio uelekeo wa serikali. Tumeona baadhi ya maeneo mbalimbali yamekuwa na changamoto. Kwa mfano eneo la Ruangwa kule, ukichimba maji chini ya ardhi unapata maji ya chumvi, hayafai kwa matumizi ya binadamu. Leo tunatoa maji katika maeneo mengine tunapeleka hapo Ruangwa, yanakwenda mpaka na Chingwea. Nini maana yake? Kwamba tunaenda kutatua matatizo ya maji. Kwa hiyo maeneo ya wilaya na hata katika maeneo ya mkoa kama nilivyoeleza leo pale mkoa wa Kilimanjaro tuna mradi ule wa Sami Mwanga unasaidia wilaya za Sami na Mwanga, lakini itakuja mpaka Korogwe, Handeni mpaka na maeneo mengine. Ukienda Arusha tumejenga mradi pale serikali zaidi ya bilioni 520. Mradi wa Arusha una uwezo wa kuzalisha maji lita milioni 200, lakini ukienda Monduli kuna changamoto ya maji chini ya ardhi. Tunatoa maji yale sasa tunapeleka mpaka Nanja katika jimbo la Monduli. Kwa hiyo huo ndio uelekeo sisi wa wizara yetu ya maji, na namshukuru sana Mheshimiwa Rais. Moja ya jambo kubwa ambalo ametusaidia sisi watendaji, mindset shift, yani kubadili fikra, yani
kwenye wizara yetu ya maji huko nyuma, hata ujenzi wa hii miradi, fikra zetu zilikuwa kwamba miradi mikubwa mpaka wafadhili. Leo tunaona bwawa la Kidunda leo tunajenga kwa fedha za ndani. Mradi kule Misenyi kwa kutumia maji ya mto Kagera tumejenga kwa fedha za ndani. Ukiangalia pale leo mradi mkubwa wa zaidi ya bilioni 119 unajengwa kwa fedha za ndani. Ukienda Tunduma fedha za ndani. Kwa hiyo mimi naamini inawezekana, lakini kama tulivyoeleza uelekeo sisi wa wizara yetu ya maji tumejiweka kwenye mambo makuu manne. Moja, kuwa na viongozi ambao wanasema inawezekana na wenye kuleta matokeo. Lakini jambo la pili ni kwamba system na teknolojia zitumike. Itakuwa ni ushamba wa hali ya juu na mambo yamepitwa na wakati kuona mwananchi leo analalamika amebamikizwa bili za maji. Wizara ya maji lazima ikubali kubadilika, tutumie teknolojia. Lazima tukubali kubadilika, tutumie teknolojia ambazo zitaweza kufanya mageuzi ndani ya sekta ya maji. Ndio maana tuna prepaid meter na uzuri tumekushaianza. Yapo baadhi ya maeneo ukifika TBC mnaweza mkatuma watu wenu Iringa, leo wanatumia prepaid meter. Leo maeneo mengine mengi. Kwa hiyo huo ndo mkakati na tumekushaanza si mjini mpaka vijijini kuhakikisha kwamba prepaid hizi meters zinafika, na vipo baadhi ya vijiji wameshaanza kuvitumia. Kwa hiyo hatuna visingizio. Ni kuweka mkakati baada ya muda fulani kwamba tuna phase out ili kuhakikisha kwamba malalamiko ambayo hayana ulazima tunaachana nayo. Kwa hiyo mifumo lakini na teknolojia ziweze kutumika. Lakini eneo la tatu ni swala la alternative financing. Alternative financing tumeweza leo Tanga kutatua matatizo ya maji bila kusubiri serikali tupatie fedha. Tule aim tupate bilioni 53, tumepata bilioni 54. Leo kuna mradi mkubwa pale unatekelezeka, maana yake Tanga jiji litakuwa na asilimia upatikanaji wa maji. Kwa hiyo hii model tumeitekeleza na tumeona mafanikio yake na tumepata hadi tuzo kutoka Luxembourg, soko la hisa nje duniani, kwamba ndio nchi ya kwanza hapa katika ukanda wa Afrika kufanya hii alternative financing. Kwa sasa hivi Wizara ya Maji tunaenda kuanzisha tena water bond kupitia mfuko wetu wa maji ili kuhakikisha kwamba maeneo mbalimbali yanaweza kupata huduma ya maji safi na salama. Lakini pia involvement of private sector. Tumebadili sera yetu ya maji. Amezungumza katibu mkuu kwamba tumebakisha vijiji 1575. Lazima tukubali kubadilika. Hivi vijiji ambavyo havina maji ni sawa na shati jeupe lakini lina doa. Watu hata waangalia weupe wa shati, wataangalia hapa changamoto. Kuna kijiji kule Momba ina changamoto ya maji. Waziri ukiambia tuna 85%, hawezi kukuelewa. Mwenye njaa hana ustaarabu, mwenye njaa mpe chakula. Kwa hiyo Wizara ya Maji jukumu letu ni kuhakikisha watu wanapata huduma ya maji safi na salama. Kwa hiyo hivi vijiji 1500 vilivyobakia, moja tutawashirikisha wadau wetu na tutatisha hichi kikao kwa haraka. Kama wewe ni na NGOs, wewe ni shirika la dini, wewe ni mdau binafsi yoyote, na sisi kama wizara nguvu zetu tunaweka katika 1575 vijiji 1575 vilivyobaki. Na hapa sisi tumeenda mbali zaidi. Tumeona Wizara ya Elimu jukumu lake ni kutoa elimu. Lakini mbona zipo shule za private? Wizara ya Afya jukumu lake ni kutoa huduma ya afya. Mbona vipo zahanati za private? Mbona vipo vituo vya afya vya private? Natamani kwamba tuone wananchi kule vijijini. Mwipo mtu ambaye anaweza kununua Costa. Kwa nini asiwekeze kuchimba kisima? Sisi Wizara ya Maji itabaki sasa. Moja, kusimamia gharama, lakini la pili ubora. Na tumeona baadhi ya maeneo DAWASA si maeneo yote wamefika Dar es Salaam. Vingunguti hapo. Leo wapo watu wa wananchi wamechimba visima vyao vikubwa na wameendelea kutoa huduma. Kwa hiyo hili ni jambo la ushirikishwaji wa pamoja ili kuhakikisha kwamba dhamira ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, na natamani sana ikipindi hichi cha miaka mitano nguvu ambazo tunaziweka ni kuhakikisha wakati Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan anaweza katika kipindi chake cha uongozi cha miaka mitano anaondoka na anaacha zawadi na tabasamu kwa Tanzania kwamba vijiji vyote vina huduma ya maji safi na salama na inawezekana. Na kwa kuangalia sasa huu kanda wa dira 2050, swala la viwanda, swala la umwagiliaji, swala la mifugo, swala la madini, haya ni maeneo ambayo yanahitaji maji kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo lazima tuende na huu uelekeo wa grid ya taifa. Kama nilivyoeleza, sio kwamba tumeshaanza utekelezaji. Waziri Aweso, wakati mmeanza utekelezaji, kwa hiyo kazi iliyobaki ni kuunganisha tu. Waziri Aweso, pengine katika huo utekelezaji ambao mnaufanya kuna Waziri Aweso,
Kuna mwanafunzi ameuliza pengine na akitaka kufahamu pengine wizara mna mipango gani katika kulinda kwa sababu gridi imeshaanza kama ulivyosema, lakini anatazamia kwamba kuna mabadiliko ya tabia nchi. Tunashuhudia ukame, kuna wakati tunapata adha ya maji. Ni kwa namna gani wakati gridi ya taifa tunasema ni 40, ninyi mmejipanga vipi kulinda hivi vyanzo ama kukabiliana na haya mabadiliko ya tabia nchi yanayoenda? Kwa sababu tangu tumeanza pia kuzungumza sijasikia swala la uvunaji wa maji. Pengine Sero utanisaidia kama hilo pia umelisikia. Mvua zinanyesha, tunashuhudia mafuriko kila sehemu, maji yanakwenda kupotea, yataelekea baharini. Ni kwa namna gani wizara mmejipanga kukabiliana na mabadiliko yote ya tabia nchi, ili hali mkihakikisha kwamba nyinyi si wizara tu ya ukame bali ni wizara ya maji kama ulivyosema? Kwanza nashukuru tumefanya reform ya wizara yetu ya maji. Unapozungumzia wizara ya maji ni uwepo wa rasilimali za maji. Pasipokuwepo na rasilimali za maji, manake hiyo wizara ya maji haipo. Na rasilimali za maji ni usalama wa taifa. Unapokuwa na maji ya uhakika, una uhakika wa nishati ya umeme. Unapokuwa na maji ya uhakika, una uhakika wa chakula. Unapokuwa na maji ya uhakika, manake watu kupata huduma ya maji safi na salama katika maeneo yao. Sasa sisi wizara ya maji tumefanya mabadiliko ya sheria, moja katika swala zima la ulindaji na utunzaji wa vyanzo vya maji, lakini la pili tumepitia mapitio kwa maana ya taasisi zetu. Hatuwezi kuwa na mtendaji wakati mwingine anaitwa mkurugenzi wa bonde. Mwananchi anaweza kujua ni bonde ni kilima kidogo dogo, kumbe jukumu lake ni taasisi ya kulinda na kutunza rasilimali za maji. Kwa hiyo tumefanya mageuzi, tumeweka watendaji ambao wataweza kusimamia taasisi ambazo itakuwa shirikishi, kwa sababu jamii ipo na wananchi wapo. Ukiwashirikisha utafanikiwa, usipowashirikisha utakwama. Kwa hiyo tumeweza kufanya kikao kule Mbeya na mawaziri wa sekta zingine ili kuhakikisha swala la ulindaji na utunzaji wa vyanzo vya maji linakuwa ni jukumu letu sote, na tumetoa azimio lile la Mbeya. Kwa hiyo wizara ya maji kupitia mabonde 9 nchi nzima tutakuwa kihelehele katika ulindaji na utunzaji wa rasilimali zetu za maji. Na katika baadhi ya maeneo ambayo yanahitaji kuchukuliwa hatua, lazima tuachukue hatua, kwa sababu yapo maeneo lazima tujifunze. Leo Dar es Salaam ilikauka maji ambao wanategemea mto Ruvu. Kwa hiyo haya ni mafunzo. Kwa hiyo lazima tujipange. Lakini katika eneo zima la uvunaji wa mvua ni uelekeo sasa wizara yetu ya maji. Mabadiliko ya tabia nchi yametupa mafunzo mengi sana, na tumeanza miradi ya kimkakati. Kwa mfano hilo bwawa la Kidunda, hiyo ni miradi ambayo ipo kwa ajili ya uvunaji wa maji. Kwa hiyo maji yale ambayo yalikuwa yanapotea baharini sasa tutaweza kuyavuna, zaidi ya lita bilioni 190 tutazihifadhi. Kwa hiyo kipindi cha ukame, manake maji yale yatatumika na watu wanaendelea kupata huduma ya maji safi na salama. Tutajenga bwawa kubwa hapa Farukwa, tupo hatua za mwisho kwa ajili ya kusaini ya kupata mkandarasi ili kuhakikisha kwamba ndoto ile ya muda mrefu ambayo ilikuwa kwenye makaratasi sasa tunaenda kutekeleza. Lakini tuna mabwawa mengi sana madogo ya saizi ya kati. Kupitia mitambo ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, si maeneo yote ukichimba utapata maji, lakini tunaona maji yanapotea. Kwa hiyo tuna mabwawa ya kati na madogo ambao katika maeneo mbalimbali tunayatekeleza. Ukenda zako kule maeneo ya Monduli ambapo maji ukichimba uyapati, kwa mfano maeneo ya Repluko, tumejenga mabwawa ya namna hiyo ili kuhakikisha kwamba tunavuna maji na wananchi ambao wanafanya vile katika swala la ufugaji ili waweze kupata huduma ya maji safi na salama. Na Mheshimiwa Waziri, asante sana. Tubaki hapo Dodoma, Shamim, kwa Katibu Mkuu wa Wizara. Tanzania kwa takwimu zilizopo inapoteza maji kiwango cha 36%, ambacho ni kikubwa zaidi ya ile ambayo imependekezwa na kimataifa 20%. Sasa kuna mtazamaji wetu hapa anaitwa Elias Jim, anasema je, serikali ina mpango gani juu ya matumizi ya teknolojia kama remote monitoring system for real time remote monitoring ili kusaidia udhibiti na upotevu wa maji na uharibifu wa miundombinu? Mheshimiwa Katibu Mkuu, kwa dakika moja tupe hilo. Asante sana, nashukuru ndugu mtangazaji. Na sisi Wizara ya Maji tunafahamu katika vitu ambavyo tunapambana navyo kwenye swala zima la sustainability au uendelevu wa miradi, kwa sababu ujenzi wa mradi ni kitu kimoja, lakini uendelevu wa mradi ili mwananchi aendelee kupata huduma ya maji safi na salama kila siku iliyo bora, lazima tujipange. Na mmoja wapo wa wachangiaji wametoa pale, kuna mtu ametoa swala zima la usimamizi. Tunapozungumzia usimamizi imara na tunapozungumzia hata hii dhana ya kuelekea kwenye gridi ya taifa ya maji, teknolojia huwezi kuikwepa.
ni lazima tuitumie teknolojia. Lazima sisi kama wizara tumejipanga kuhakikisha tutakapasiteti watu wetu, tutawajengea uwezo kwenye masuala mazima ya teknolojia. Na swala zima la upotevu hii non revenue water, tunajua tuna technical losses, lakini pia tuna physical losses na commercial losses. Sasa hizi ambazo ni za kawaida tunajaribu kushirikisha jamii, kwa sababu sisi kama wizara pekee yetu hatuwezi. Tutatumia teknolojia, lakini pia tutatumia wananchi kama hivyo wenye viti wa serikali za mitaa, ambapo kwenye mitaa yao wapo na miundombinu yetu ya maji inapita pale. Tutapata taarifa, ni mojawapo ya hatua na mikakati ya kupambana na swala zima la upotevu wa maji. Lakini kwenye yale maeneo ambayo ni remote, mtu anaweza asifike, ili kuweza kupata pia real time data, lazima teknolojia tutumie. Kwa hiyo sasa hivi kuna watu wanakuja sekta binafsi wanaonyesha ushirikiano na sisi. Kuna teknolojia ya Amanzi imeanza, ambayo mtu anaweza akapiga picha akatuma kwenye hiyo system kama Uber, tukaweza kudetect. Tumeanza kuitumia. Chuo chetu cha maji ambacho ndo kinafanya research na kuhangaika na challenge ambazo sekta ya maji inakutana nazo, wameweza pia kuja na solution ya system inaitwa ILMS, Integrated Leakage Management System, kwa ajili pia ya kupambana na swala zima la upotevu wa maji. Lakini vile vile tunaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali, na hivi karibuni hao mambo ya real time data, GIS, tutapata ubunifu mbalimbali na tuko tayari kushirikiana ili kuhakikisha tunaenda kupambana, na naamini tutaweza. Na kitu kikubwa kabisa, sio tu technology, kwa sababu kuna watu wengine kwenye swala zima la upotevu wa maji, sio tu hivi tunavyoliongelea kwa jambo la kawaida. Swala kubwa pia lipo ni wizi wa maji. Unaweza ukaja na system na teknolojia yako, lakini ikawa ni kama maji ambavyo mtu nyumbani amejiunganishia, yanaenda hayavuji popote na yanaingia kwenye nyumba ya mtu, yanaingia kwenye kiwanda cha mtu, lakini kumbe labda mtu amekorudi na mtu wa chini na yale maji yanakuwa not billed. Tunaweza tukayatem kama ni upotevu wa maji, lakini ni reality, si upotevu, ni wizi wa maji. Kwa hiyo sisi kama wizara hivi sasa tumejipanga, tutaenda kushirikiana na watu mbalimbali na tutatoa zile tunasema kama motivation kwa mtu yoyote yule ambaye atakuwa yuko tayari kutuambia, Mwajuma, nyumba ile pale nyumbani kwako hapa tunaona kuna dalili ya limeunganishwa ndivyo sivyo. Watu hao tutawapa zawadi kwa sababu watakuwa wametusaidia kutuongezea mapato na kupunguza hiyo 36% ambayo tunaisema kama ni upotevu, lakini ni reality. Asilimia hiyo kwa kiwango kikubwa inachangiwa na wizi wa maji. Kwa hiyo sisi tunachoomba ni ushirikishwaji wa wananchi. Hatuwezi sisi peke yetu, tushirikiane na wananchi katika kupigana hili swala la upotevu wa maji, ili ile rasilimali fedha inayopotea itasaidia kumuunganishia mwananchi mwingine apate huduma. Wakati kwa sasa unapokuwa unaiba maji na kuwa ni selfish, kwa sababu ile fedha ingeweza kumsaidia mwenzako apate huduma ya maji ambako labda kwa sasa mabomba hayajafika, lakini we maji umeyapata na unataka uyatumie bure, na unataka serikali iendelee kukupatia bila kuchangia fedha yoyote. Umeme unatumika, madawa yanatumika, lakini hutaki kulipia huduma ya maji. Asante sana Katibu Mkuu. Katibu Mkuu Wizara ya Maji amekemea, kuna kemeo la wale wa napenda dezo ya maji haihitajiki. Sasa turudi hapa meza kuu tukielekea kukamilisha. Mimi bado nina kitu kutoka pale kwa mwenyekiti wa mtaa wetu hapa. Amesema swala la maji taka. Bwana unatoka kuoga na kukutana na maji. Kwa hiyo unaweza kukesha bafuni naoga na rudi unakutana na maji taka na kesho narudi. Sasa watu wa DAWASA, najua kuna mradi wenu mkubwa sana wa pale Mbezi Beach. Unafika na huku ama ni kwa maeneo mengine ya Dar es Salaam hali ikoje kudhibiti maji taka? Kwa dakika 2. Nashukuru sana na namshukuru mwenyekiti wa serikali ya mtaa TPDC hapa tulipo kwa konsani ya maji taka. Ni kweli uwekezaji mkubwa wa maji taka kwa eneo la jiji la Dar es Salaam ulifanyika muda mrefu kidogo, na baadhi ya miundombinu imekuwa chakavu. Hivi sasa tumeanza mkakati wa kuboresha na kukarabati kule ambako kote miundombinu ilikuwa ya zamani. Lakini pamoja na hayo, serikali imeendelea kuwekeza sasa kwenye mitambo ya kisasa, na sasa hivi inajengwa mitambo miwili. Mmoja unajengwa Mbezi Beach, mwingine unajengwa Buguruni, na hivi karibuni tunakamilisha usanifu na mradi mwingine utajengwa kule Kurasini.
Yote ni kwa ajili ya kuchakata maji taka, kwa sababu hatuangalii kuleta maji safi tu, pia tunaangalia kwenye eneo la kuondoshaji wa maji taka. Kwa sababu kama ulivyosikia tunatengeneza grid ya taifa, pia lazima tuwe na mikakati ya uondoshaji wa maji taka, kwa sababu tunavyoleta maji mengi pia na utaratibu wa uondoshaji lazima tuangalie. Kwa hilo tumelizingatia na tunaendelea kulizingatia. Kwa hiyo nikuhakikishie mwenyekiti, ile eneo lenu la ambako tupo TPDC hapa tutaendelea kulifanyia kazi na ukarabati utafanyika. Labda nilete ombi tu, pamoja na kwamba tunaongelea swala la grid ya taifa, kuna wananchi ambao sio waaminifu pia na makampuni wanaunganisha mfumo wa maji ya mvua kwenye mfumo wa maji taka. Ule mfumo ulivyosanifiwa ni kuondosha maji taka na sio maji ya mvua, kwa sababu maji ya mvua yanaondoka na mchanga na chembe zingine zinasababisha ile mifumo kuziba, na hatimaye tunaona kwenye chemba maji yanatoka nje. Na kama mkifuatilia hili jambo, hasa eneo hili, tatizo kubwa linatokea wakati wa mvua. Hiyo inadhihirisha kabisa kuna wananchi ambao sio waaminifu wameunganisha mifumo ya maji ya mvua kwenye mfumo wa maji taka. Kwa hiyo inatuletea shida kidogo na inaleta athari kwa wananchi wengine. Nashukuru sana. Naam, hao ni wa Dar es Salaam, lakini kulikuwa na jambo lingine pia amesema hapa mwenye mtaa wa yes. Ya, namshukuru pia katibu wa wenye viti. Kuna konsani alisema ya sisi tushiriki kwenye elimu hasa wakati wa vikao. Si tumelipokea na nikuhakikishie tu mwenyekiti, ili tumeshaanza kulifanyia kazi. Na ukiangalia wanasema ukitaka elimu ifike zaidi, anza na mtoto, alafu mtoto akiipeleka itafika zaidi. Jambo hili tumelianza kwenye shule zetu za msingi, na elimu inatolewa kwa wanafunzi wa shule za msingi. Tumeanza shule za Ustabei na tunaendelea kutembea shule zote kuwafundisha wanafunzi hasa swala la upotevu wa maji, nini thamani ya maji na namna ya kutunza vyanzo vya maji pamoja na maji yale yanayokuja nyumbani. Pia tumeanza kuwafundisha gharama ya maji, manake kuzalisha tone la maji ni gharama, na imeonyesha vizuri sana kwa sababu wanafunzi wameonyesha kuelewa. Manake baada ya kipindi wanapewa fursa ya kuuliza maswali, na wamekuwa wakiuliza maswali ya msingi ambao unaona kabisa mtoto huyu, mtoto wa shule ya msingi, na kauliza swali ambalo anaonyesha kwamba ameelewa. Basi ili tukuhakikishie mpaka level ya vikao vile vingine vya serikali za mitaa, wataalamu wetu watashiriki na elimu itaendelea kutolewa. Nashukuru sana. Asante sana. Twende kwa mwenyekiti pia sasa pale. Hili ni la kwenu, shughuli inabaki sasa ya kulinda miundombinu hii. Yamesema mengi. Ninyi huko kwenye serikali za mitaa na wananchi, na sauti zenu wanazisikiliza sana. Asante sana. Kwa nafasi tuliokuwa nayo wenye viti wa serikali za mitaa, tukiwa ni wawakilishi wa wananchi, lakini pia ndio kiunganishi cha serikali na wananchi. Kwa kweli kupitia kiongozi wa maji Pwani na Dar es Salaam, Mheshimiwa Engineer Mkamabwile ameweza kufanya kazi nzuri. Aliweza kufanya semina za wenye viti wa serikali za mitaa kwa mkoa mzima wa Dar es Salaam, kwa maana ya wenye viti 564 wote waliweza kupata elimu ya jinsi gani ya kuona maji yanavyoanza kuzalishwa, yanavyofikishwa kwenye kusafishwa hadi kufika kwa mtumiaji, lakini zaidi ya yote maelekezo juu ya kudhibiti upotevu wa maji. Kwa hiyo wenye viti wa serikali za mitaa wameweza kupata kiwango kikubwa cha elimu ya kuzuia na kudhibiti upotevu wa maji. Kwa hali hiyo ameweza tena kuweka baadhi ya fungu la vocha kwa ajili ya kupata taarifa. Kwa hiyo tayari sisi tunapata vocha kwa ajili ya kutoa taarifa ya upotevu wa maji na matatizo mengine yanayohusiana na maji. Katika hili tunamsifu na tunamshukuru sana Mheshimiwa Engineer Mkamabwile. Naam, asante sana. Tunatakieni kila la heri katika kuripoti huko vocha sio tu za wananchi. Tunaanza kudai vocha ili tutoe taarifa upotevu wa maji. Twende kwa mhandisi Segule wenye kutunza vyanzo, wenye kusimamia mabonde mbalimbali ambayo ndio vyanzo vyenyewe vitakavyoenda kuilisha gridi ya taifa ya maji. Pengine katika kukamilisha ili kuwezesha hii gridi ya taifa ya maji ili tuweze kufurahia uwepo wa maji Tanzania. Asante sana
mtangazaji kwa nafasi hii tena. Sisi katika usimamizi wa rasilimali maji, of course niseme kwa kifupi, tuna majukumu matatu. Tuna jukumu moja la kuyaratibu maji sisi mabonde yote. Kwa hiyo tunatathmini, tuna takwimu za maji tunazichukua kila siku. Hili ni jambo ambalo mara nyingi wataalamu wenzetu lakini na wananchi wengine hawalijui. Ukimsikia leo Mheshimiwa Waziri amesema tuna maji zile mita za ujazo bilioni 126, ni kutokana na hizo hesabu ambazo mabonde yamezipitia. Lakini ukimsikia leo profesa kwenye maji, yani ili apate hiyo profesorio atahitaji kufanya takwimu, kuchakata takwimu. Hizo takwimu atazipataje? Ni kutoka kwa mabonde. Lakini is the same ukizungumzia leo climate change, unataka kuijustify mabadiliko ya tabia nchi, tunasema lazima uwe takwimu za angalau miaka 30. Sasa haya yote ni mambo ambayo tunafanya, hayana contact ya moja kwa moja, hayana unani moja kwa moja na mwananchi mpaka yule ambaye ana utashi maalum kwenye eneo husika. Lakini tunafanya kazi ya kuyaallocate, ya kuyagawa hayo maji. Baada ya kuwa tumehesabu sasa, ndio tuko na nafasi ya kuyagawa. Sasa mgao wetu ni pamoja na huko grid ya taifa. Wenzetu kwenye water supply wanasema mahitaji. Alafu sisi ndio tuseme mahitaji haya tunakugawia kwa kiasi gani, na tutakapogawia wewe nani mwingine ataathirika. Kwa sababu tuna miradi ambayo wakati tunazungumzia leo grid ya taifa, tayari zipo jitihada nyingine za serikali kwenye maeneo mengine zimeshafanyika. Hizo zote tunazilinda. Kwa hiyo hii ndio mchango wetu kwenye grid ya taifa. Lakini la tatu, la mwisho kabisa tunahusika na kutunza vyanzo vya maji, na hili ndio tunalifanya kwa wote. Ndio ile kauli mbiu tunasema utunzaji wa vyanzo vya maji ni jukumu letu sote. Hapa kila mdau anahitajika atumike, na sisi bahati nzuri sheria yetu ile ya usimamizi wa rasilimali maji inatambua kila mwananchi ana wajibu wa kushiriki katika zoezi hili. Kwa hiyo wito wangu kwa sote sisi wataalamu na wananchi wote tushiriki katika kuhakikisha vyanzo vyetu vya maji vinatunzwa, angalau basi kwa kutoa taarifa. Naam, asante sana mhandisi. Kila mmoja achukue jukumu lake kwa dakika moja, tukielekea pale Moruwasa. Dakika moja. Saisi Kejo. Wana Moro, hakika umetoa ukajifungamanisha kwamba nyinyi mko vizuri. Watu wa kwenye bakuli pale wanakusikiliza labda huko Kilosa na maeneo mengine, wakisikia sema lakini hujatupiga kweli, wahakikishie tuondoke. Mimi napenda kwanza kuishukuru serikali hasa kwa ajili ya mradi huu mkubwa wa National Water Grid, kwa sababu Morogoro tunaweza kufaidika kutoka kwenye maji ya mto Rufiji na sisi. Kwa hiyo tunachofanya ni maandalizi kama ambavyo mwenzangu wa Dodoma amesema, tayari tunajenga matenki makubwa ya kuhifadhi maji. Pale Morogoro tutakuwa manispaa tutakuwa na matenki yenye kuhifadhi maji zaidi ya lita milioni 45. Kwa na maeneo mengine. Kwa hiyo huo ni utayari ambao tunao wa kupokea maji yoyote yanayokuja kutoka kwenye uelekeo wote. Kwa Rufiji tutapata maji, lakini tutapata maji pia kutoka mto Ruvu, kwa maana baada ya kukamilisha kwa bwawa la Kidunda. Kwa hiyo tunategemea baada ya kukamilisha huko tutakuwa na uhakika zaidi wa upatikanaji wa maji. Ukiunganisha na bwawa letu la Mindu, tunaamini tutakuwa salama zaidi kuliko tulivyo sasa. Naam, asante sana Saisi Kejo, na yeye akitufungia mazungumzo yetu hapa. Hilo umejishikamanisha na Wana Moro wanakutazama. Sasa tukihitimisha, turejee makao makuu ya nchi kwa kuisikia sauti au kauli ya serikali. Kufunga kabisa, sio? Waziri wa Maji Jumaa Aweso, katika kukamilisha, pengine tueleze kuhusiana na gridi ya taifa ya maji kwa kukamilisha kwa dakika moja iliyosalia. Ni wakati wa kujimwaimwaya kwa dakika moja tu umuhimu wa gridi ya taifa ya maji kwa Watanzania. Kuhusiana na gridi ya kujimwaimwaya. So pengine kwa kumalizia tuele... Labda kwa kumalizia tu kwamba mimi nitazungumza mambo mawili. La kwanza ni washukuru sana, lakini la pili, Wizara ya Maji hatuna kisingizio. Tumepata support Samia Suluhu Hassan. Wizara ya Maji ilipotoka na sasa ni vitu viwili tofauti. Wizara ya Maji, moja ya changamoto kubwa sana ilikuwa ufinyu wa bajeti.
Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ametuongezea bajeti. Wizara ya Maji tulipotoka tulikuwa na miradi chechefu ambayo ilikuwa imejengwa lakini haitoi maji zaidi ya 177. Tumekamilisha, leo inatoa huduma. Tumeanzisha wakala wa maji vijijini Ruwasa. Tumepewa mitambo kwa ajili ya uchimbaji visima, uchimbaji wa mabwawa. Niwaombe na niwasihi watendaji wa wizara yetu ya maji, tukafanye kazi. Wananchi wanataka maji, wananchi waishio mijini, wananchi waishio vijijini, wanachohitaji ni kupata maji. Na uzuri wa wizara yetu ya maji, sehemu ambapo wanapata maji watakwambia tunapata maji. Na Mheshimiwa Waziri, asante sana. Maji watakwambia hatuna maji. Kwa hiyo faraja ya mhandisi wa maji ikawe wananchi kupata huduma ya maji safi na salama. Na asante sana Mheshimiwa Waziri kutoka hapo kazi usiku. Wizara ya Maji imehitimisha kwamba hawana kisingizio na wao sio watu wa ukame, maji yaende kwa wananchi, na amekuwa akisema kwamba anayelala na mgonjwa ndiye anayejua mihemo yake. Sasa hiyo mihemo, watu ndoa ziwe imara kwa sababu ya maji. Maji tu, mara wanasema DAWASA maji bombani. Maji bombani, sawa. Yes, sasa tunahitimisha. Niwahi kuna mahali watu wakipata maji wanasema watapata hata wachumba wa Dar es Salaam kwa sababu wanakuwa safi. Mimi ni Esero Mafuru. Mimi ni Shamima Mlacha. Jioni njema isiyo na bugdha. Asanteni sana kwa kuja na muwe na wakati mwema. Karibuni tena.